Na mtazamaji, Jumatano ya leo tunakujua jamvi la taarifa za yanayojiri na taarifa ya tanzia inayoendelea kuligubika taifa, ambapo gwiji wa siasa nchini Raila Amolo Odinga ameaga dunia. Raila Odinga aliaga dunia akipokea matibabu nchini India, na inasemekana alifariki baada ya kupata mshtuko wa moyo. Raila ambaye ameaga akiwa na umri wa miaka 80 amekuwa mwanga ulioleta msisimuko kwenye ulingo wa siasa nchini, na kuzima kwa mwanga huo bila shaka kumeacha pengo kubwa, kuanzia mtetezi wa uhuru wa vyama vingi nchini hadi kuingia ndani ya serikali jumuishi chini ya utawala wa Rais William Ruto. Karibu mtazamaji kwa matangazo haya maalum. Mimi ni Agnes Gakunga, na sitakuwa peke yangu, nitakuwa na jopo hapa kwenye studio, ambapo tutakuwa tunachanganua Raila Odinga ni nani tangu kuingia kwenye ulingo wa siasa humu nchini, tangu alipoanzia kama mbunge wa eneo bunge la Lang'ata na hadi mahali ambapo amefikia kabla ya kuaga kwake. Mtazamaji, tu kwa muktasari ni kwamba Raila Odinga alizaliwa mwaka wa 1945 katika hospitali ya misheni ya kanisa la Anglikana iliyoko Maseno, wilaya ya Kisumu. Wazazi wake walikuwa ni marehemu Mary Juma Odinga na marehemu Jaramogi Oginga Odinga. Alisomea shule ya msingi ya Kisumu, ile ya msingi ya Maranda, shule ya sekondari ya Maranda, na alijifunza Kijerumani katika kituo cha Hada Institution kwa miaka 2. Ni kituo ambacho kilikuwa kinatoa mafunzo kwa wanafunzi wa kimataifa. Mwaka 1965 alijiunga na taasisi ya Medberg ambayo sasa ipo chini ya chuo kikuu cha Otto von Guericke kule Ujerumani. Mwaka 1970 alihitimu. Yatatajwa kwa sababu Raila Odinga atasalia kwenye kumbukumbu za historia ya Kenya. Kuna mengi ya kumsema kwa sababu amechangia katika hata kubuniwa kwa sheria, kwa katiba ambayo inahudumu taifa kwa sasa. Alipigania mengi, kuwepo kwa vyama vingi humu nchini, na ndiposa kama taifa tutakuwa tunaangazia mengi, taarifa mbalimbali kutoka kila pembe ya nchi kumwangazia, kwa sababu karibu kila Mkenya ana mengi ya kusema kuhusiana na huyu kiongozi Raila Amolo Odinga. Hapa kwenye studio siko peke yangu, ninaye mwenzangu Daniel Kariuki ambaye ametagusana na Raila Odinga katika pitapita na kuandaa taarifa za siasa. Karibu sana Daniel Kariuki. Asante sana, kwa sababu pia umekuwa naye majuzi kule Homa Bay wakati wa kongamano la ugatuzi. Kabisa. Pia tunaye Fanya Mambo Kenothi ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Ameangazia mengi kwenye makala yake na pia kwenye uchanganuzi wa siasa kuhusiana na Raila Odinga. Karibu sana Fanya Mambo Kenothi. Asante, nashukuru. Na pia tunaye Daktari Alphonse Kanga, yeye ni mwenyekiti wa baraza la makanisa nchini NCCK tawi la Nairobi. Karibu sana daktari. Asante sana. Hatuwezi tenganisha siasa na kanisa, ama siasa na dini. Ndugu na dada. Ni kama pacha hawezi tenganishwa. Karibuni sana. Bila shaka kuna mengi ambayo tutakuwa tunaangazia, lakini kwa sababu Kariuki hautakuwa nasi kwa muda mrefu, kwa sababu tutakuwa na kuachilia uende ukaandae taarifa kuhusiana na Raila Odinga, historia, kwa sababu kuna mengi ambayo ni ya kusema kuhusiana na Odinga. Ni kipi ambacho utakikumbuka sana kuhusiana na Raila Odinga? Nafikiria kila mmoja anajua kwamba tukizungumzia kuhusiana na swala la vyama vingi nchini, Raila Odinga alikuwa kwenye mstari wa mbele. Mwaka 1991 akaungana na wengine kina James Orengo ambaye sasa ni gavana wa Siaya, Martha Karua, kina Charity Ngilu, wengi, Kenneth Matiba ambaye pia aliwania urais, na Charles Rubia. Wengi sana wakatoa msukumo wa kuwa na vyama vingi, na kufikia sasa amekuwa kiongozi wa chama cha ODM kwa miaka zaidi ya 20. Hata mwaka huu amekuwa akisherehekea miaka 20 ya chama hicho cha ODM. Na kutokana na msukumo wake huo, Kenya imekuwa na vyama vingi sana, zaidi ya 2000 tangu wakati huu ambapo tunasema waliondoa ile section 2A mwaka huo wa 1992. Wakaweza kuondoa masuala kama hayo na kuwa na vyama vingi. Kwa hivyo nitamkumbuka sana kwa sababu amesaidia kuwa na vyama vingi Kenya, na ndio maana hata juzi kumekuwa na vyama, chama cha Wiper chake Kalonzo Musyoka, chama cha Martha Karua PLP, wamekuwa na kongamano la wajumbe kujaribu kuhakikisha kwamba wanazungumzia na kuhakikisha kwamba wanaelezea
kuelezea msimamo wao na watakavyoenda kwenye uchaguzi wa mwaka 2007. Kama si Raila Odinga kuungana na wengine kutoa huo msukumo, bila shaka tutasema kwamba halingefanyika na halingeendelea. Alafu la pili, labda ambalo nitamkumbuka Raila Odinga, ameweza kuandaa ile tunasema mwelekeo wa siasa za Kenya kwa muda mrefu. Ametoa mwongozo ambao ukiangalia vizuri mwaka 2000 akamuunga mkono marehemu Mwai Kibaki. Mwaka 2005 akaamua ni kusema no, kusema la kwenye mabadiliko ya katiba, na kuanzia pale mambo tena yakabadilika. Mwaka 2007 akaamua kusimama urais, naye akakuwa anapatana ama kwenye kinyang'anyiro na Mwai Kibaki. Alafu mambo yakakwenda vile yalienda, kukakuwa na serikali ya nusu mkate. Tena 2013 akaungana na Kalonzo Musyoka. Kabla ya 2013 akaungana tena kuwa na katiba mpya ambayo ikasema lazima kuwe na mwaniaji ama mgombea mwenza, running mate. 2013 akamchukua Kalonzo Musyoka kuwa mgombea mwenza. Sasa unaona kuna mabadiliko mengi sana ameleta kwenye siasa. Mwaka huo 2013 wakakuwa na hapa na pale nivuta nikuvute na Uhuru Kenyatta, lakini akasalia upande wa upinzani, akaisukuma serikali. Mwaka 2017 akapoteza uchaguzi. Mahakama ikasema kwamba uchaguzi uweze kurudiwa, akasema hata kuwa kwenye uchaguzi huo tena. Pia siasa zikabadilika kwa namna fulani. Na mwaka uliofuata 18 tena mambo yakabadilika kwa sababu ya kuungana naye rais mstaafu Uhuru Kenyatta, na naibu wake akakuwa ni William Ruto, akaenda upande mwingine. Sasa inakuonesha kwamba mabadiliko yamekuwepo kila wakati Raila Odinga amejihusisha na siasa za hapa Kenya. Hata hivi majuzi tu akaungana na rais wa sasa William Ruto, kile ambacho hakikutarajiwa. Mambo yakabadilika tena. Kuna hata naibu rais wa wakati ule akaweza kuondolewa mamlakani sababu nambari za wabunge wa chama cha ODM kwenye bunge la kitaifa zilitumika, ambaye ni kiongozi wa ODM. Hivi inakuonesha kwamba Raila Odinga ameweza kutoa mwelekeo wa siasa za Kenya kwa muda mrefu, na hata sasa ameaga atatoa tena mwelekeo wa siasa za Kenya, kwa sababu kwa kweli ameacha funzo kwa wengi, na ni kiungo muhimu sana katika siasa za humu nchini kabisa. Kwa sababu karibu kila awamu, karibu kila utawala kuna mchango wake ambao bila shaka umedhihirika, hata kutokana na jinsi ambavyo amepata kuungwa mkono. Kando na eneo lake, amekuwa kiungwa mkono karibu kila kaunti, na idadi yake ya wale ambao wanamuunga mkono. Fanya mambo kwako, ni yapi ambayo utayakumbuka sana? Kabla hata hatujaingia kwenye undani, ni kipi ambacho utakikumbuka sana na Raila Odinga? Asante sana. Kwanza kabisa ningependa kutuma zangu risala za rambirambi kwake Mama Aida Odinga. Unajua sisi kama Wakenya kidogo tunafika mahali tunasahau kwamba ana familia. Mama yuko pale, watoto wako pale, kwa hivyo ni baba, ni mume. Alafu kuna watu wanamuita guka. Raila was a grandfather. Kwa hivyo kwa wale pia sisi tunatuma risala zetu za rambirambi. Kunaye ndugu yake Oburu Odinga na wengine waliozaliwa pamoja. Kuna dada zake, yule gavana wa pale Kisumu. Kwa hivyo kwa familia mzima ambayo inahusika na Raila Amolo Odinga kwa namna moja au nyingine, mimi kwanza nataka kutuma zangu risala za rambirambi na kuambia kwamba Mungu awape rehema, ampumzishe Raila Odinga, amweke mahali pema peponi vile tunavyosema. Kwa hivyo ni vyema tukumbuke hivyo sisi kama Wakenya kwamba kunao walio na majonzi kabisa. Kwetu sisi tunaona ni mwanasiasa ametuondokea, lakini familia wanaona ni baba yao, wanaona ni anko yao, ni grandfather, ni jamaa wa karibu. Pili niseme kwamba kuna kitu ambacho tunaita kwa kimombo finishing well, kumaliza vyema. Sisi tutamaliza vipi? Kuna wengi ambao wanafanya kazi, lakini mnamaliza vipi? Mimi ilikuwa natamani kwamba Raila Amolo Odinga ataaga dunia kama wamesameheana na kizazi cha Gen Z. Kwa sababu alipoungana na William Samoei Ruto, kizazi cha Gen Z kilimwekea kitu ambacho tunaita grudge. Walieka katika roho zao kitu na wakasema kwamba wanasikia ni kama Raila Amolo Odinga amewasaliti. Kwa hivyo mimi ilikuwa matumaini yangu, hata nilikuwa nafikiria wakati utafika siku moja Raila Odinga ataamka aseme kwamba mimi naachana na hii broad based, nitatoka hapa. Kwa hivyo kwa wengi especially Gen Z, mimi ningeomba wapate katika nyoyo zao
nafsi ya kumsamehea kwa sababu waliona ni kama amewasaliti, wamwachilia aende vyema, kwa sababu wasipofanya hivi itakuwa mazishi kama mengine tumeona ya watu wa kutajika katika nchi hii, ambao katika mazishi yao watu walisema semi zisizofaa, wakatupa mcheche zisizofaa, wakasema matamshi ambayo sisi wenyewe tungeona kweli hayafai. Kwa hivyo ningependa msiseme yale mliosema mlipokuwa mnamsindikiza Chebukati ama wengineo. Kama kunaye ambaye hakuwa ameridhiana na Raila Amolo Odinga, ama kama kunaye alikuwa hajamsamehea bado Raila Amolo Odinga, ingekuwa ni vyema tukumbuke mazuri yake, na yale machache ambayo tuliona sisi kama yalikuwa ni dosari, tuseme kwamba ya Mungu ni mengi na hata kifo ni cha Mungu. Asante sana Fanya Mambo. Na iwapo wewe kama mchanganuzi wa masuala ya siasa, kuna jambo ambalo umeliguzia hapo, iwapo kama wewe ulikuwa unaulizwa yalikuwa ni matamanio yako, iwapo angeaga dunia kama tayari ameomba msamaha na kizazi cha Gen Z, iwapo angekuwa hakuchukua hatua hiyo na akakuwa katika upande wa Gen Z, mambo sasa kwa hivi sasa labda yangekuwaje? Ukweli ni kwamba watu wasifikirie kwamba kizazi cha Gen Z walikuwa wanataka kitu ambacho kwa kimombo kinaitwa anarchy. Watu wa Gen Z hawakuwa wanataka ati waje wafurushe serikali alafu kubaki kama jinsi Somalia ilivyokuwa walipotoa Said Barre. Kizazi cha Gen Z kilikuwa kinataka kuwe na uwajibikaji. Walikuwa wanataka, kuna njia mingi, hata walikuwa wanasema hawajakuja kumfurusha rais. Walikuwa wanasindikiza rais ajiuzulu, kwa sababu angejiuzulu kwa namna ya kikatiba, alafu kungeapishwa mwingine kwa minajili ya katiba yetu. Kwa hivyo hakungekuwa na ile ambayo watu walikuwa wanasema ati kutakuwa na anarchy. Ni watu walitaka kuonyesha ni kama kwamba Gen Z wanataka tu waje wafanye fujo, kukuwe na anarchy, kusiwe hakuna nchi. Hapana, Gen Z ni watu, ukiangalia Gen Z wa Kenya ni watu ambao wako na wamesoma, wengine wana akili nyingi, wanafikiria, wana mawazo mazuri na wanaipenda nchi yao. Na ilikuwa Gen Z pamoja na millennials. Walikuwa wameshikana na walifanya kazi njema sana. Kwa hivyo hakungekuwa na hiyo power vacuum, haingekuwa. Ndio. Asante sana. Pia wana ufahamu mkubwa wa sheria za nchi pamoja na sera ambazo zipo. Haya daktari, sijui yako ni yapi kuhusiana na hili ambalo kwa hivi sasa tunalizungumzia, kifo cha Raila Odinga. Wewe kama kiongozi wa kanisa, wewe kama kiongozi ambaye pia ameshikilia nyadhifa mbalimbali serikalini na pamoja katika kubuni baadhi ya sera ambazo zipo, umetagusana labda na Raila Odinga kwa kiwango kipi? Mimi ni mzee kuliko Fanya Mambo, na ningesema hivi, ukweli ni kwamba nianze mahali ameanza kusema kwamba tutume rambirambi kwa niaba ya kanisa na kwa niaba ya makanisa yetu ambayo iko chini ya NCCK. Hilo kanisa la Anglikana ambayo mzee alijenga katika shamba yake ni moja la NCCK. So kwa niaba ya wenzangu ambao tuko katika hilo shirika, tutuma rambirambi zetu, na tungeanza kwa kusema kwamba ni tukiulizwa rais nini itaendelea saa hizi, tungesema kwamba Raila anatoshea kuwa mmoja ya wale walikuwa katika Biblia, mtu ambaye alikuwa anaitwa Daudi. Daudi akapikana mambo mengi sana, lakini mwisho yake akasema kwamba Bwana ni mchungaji yangu katika Zaburi 23. Na katika hiyo Zaburi 23 tungesema kwamba hiyo inaitwa provision iende kwa mama Raila, kwa mama Aida. Hiyo presence, uwepo wa Mungu uwe pamoja na hao. Na sio hiyo peke yake, protection ambayo imekuwa katika Psalms Zaburi 23. Provision, kile wanahitaji saa hizi, amani ya Mungu wapate, na uwepo wa Mungu uwe pamoja na hao, na hata ukingo wa Mungu uwe pamoja na hao. Alafu tuseme Raila, kama tungeulizwa kama Mkristo, mimi kama binafsi ningesema Raila angetambuliwa katika Biblia vizuri katika Zaburi 126. The verse that describes Raila ni Zaburi 126 verse 5. Inasema kwamba they that sow in tears shall reap in joy. Wale ambao wanapanda kwa majosi wanavuna kwa kelele za shangwe. Raila maisha yake yote amekuwa akipanda kwa majosi na baadaye wanavuna. Ukiona watu wanaanza kuita baba, wanamuita baba baada ya kupanda machozi, alafu baada ya wanavuna furaha. Ukiona ile mambo ndugu wetu ametuambia vile ameanza kula, ameendelea,
Unaona Raila amepanda kule kwa jela, akitokea inakuwa nini? Inakuwa furaha. Raila anatafuta crown, apate crown, anaingia katika depression, akitokea inakuwa furaha kwa watu. Anaingia katika depression, akitokea furaha kwa watu. Raila fits very well in Psalms 126 verse 5. Wale wanapanda kwa machozi. Ningesema hivi, Wakenya tujifunza haya mambo mawili. Tupande kwa machozi, lakini usikubali kuzikwa kwa machozi. Unaamuka ili wengine wapate nini? Furaha. Angalia hizo viwango. At one time tunasema Raila ameshinda, tunasema amenyang'anywa, Raila ameenda. Hata sisi tunakaa tunashindwa, na kweli huyu mtu anafikiriaje? Akitokea tunashangaa kuliendaje? Kwanza anakuja katika National Day of Prayer, anaambia mwenzake, tunajua wewe uliniita mkoroge, na yeye mwingine anasema na wewe uliniita mwizi, na sasa tusalamiane. Watu wanapika makofi, wanashangilia, they move on. Again recently unaona Raila anatokea, anampatia mkono. So Raila is one person ambaye katika is part of Christianity. Ile Ukristo ndani yake ya msamaha, nafikiria ilifanya kazi juu kuliko hasira. Na ndio tunaona anaendelea hizo. Anaendelea. Raila ni nani? Raila ni mtu ambaye tunamwita kumuenzi, hasa ikipitia wakati wa msamaha. Kuna mtu atasema kwamba hivyo ndio siasa ilivyo. Hapana, ingi zingine siasa ikuange namna hiyo. Kukienda namna hiyo watu wanapigana throughout, watu wanakuwa na shida, wanaharibu nchi yao. Despite kumekuwa na furuko hapa na pale, finally Raila ameamuka, anapeana sense. Anaamuka, anapeana muongozo vile ndugu amesema. Kwa hivyo, ni wakati mgumu, sio kwa wanasiasa peke yao, kwetu. Hasa wale wamevuna furaha baada ya machozi ya Raila. Raila anaumia, wanavuna furaha. Raila anaumia, wanavuna furaha. Sijui kama ndugu yangu hapa amevuna. Hata hawa naongea hapa, watakuwa watatueleza. Hata hawa wamevuna kwa machozi ya Raila. Ni kweli. Ukiona akiongea akifaa hiyo suit, amevuna kwa machozi ya nani? Hapo ningependa kumjibu kwa haraka, niseme kwamba mimi mwaka wa 2022 uchaguzi uliopita, mimi nilikuwa ndani ya Azimio. Na mimi nilisimama pale Waithaka Ward na tikiti ya Jubilee. Nikapata kura 1,750 na zote zile pia baba katika ward yangu alipata. Mimi posta zangu zote za campaign zilikuwa na picha ya Raila na Martha Karua. Unajua watu wa Mount Kenya wengi waliokuwa wakitafuta nyadhifa za uongozi walikuwa wanauza baba kama bangi. Yani unamficha, unasema mimi munichague yangu, lakini pale juu ni kweli wanamuuza kama bangi, ni kitu fiche. Unasema mimi munitafutie yangu, lakini pale juu mfanye vile mnataka. Fanya Mamba alikuwa kiongozi mmoja ambaye alisema mimi sitamuuza baba kama bangi. Katika posta zangu zote, hata mkiangalia even on my Facebook page, nilikuwa nimemweka Raila Amolo Odinga na Martha Karua kwa sababu niliamini katika uongozi wake kwa 2022. Hapo awali sikuwahi mchagua, acha niseme ukweli, lakini mwaka wa 2022 mimi nilitamani Raila Amolo Odinga awe rais wangu. Sijui kwa nini mlitupea mwenye yuko. Na utatupa sababu zako mbona ulitamani sana, hata huku mficha kama jinsi unavyosema, kama jinsi wengine walivyomficha. Wewe ulimweka hadharani kwa sababu ulikuwa unajivunia na kuna kile ambacho ulikuwa umekiona ndani yake pamoja na mgombea mwenza wake. Lakini kwanza tupate picha na sauti kutoka kule mtaani Karen. Wananchi wanaendelea kumiminika katika eneo hilo, baadhi pia wanatembea kutoka mtaa wa Kibra kufika pale ili kuonyesha upendo na jinsi ambavyo wamepatwa na pigo kutokana na kifo cha Raila Odinga. Tupate sauti na picha kutoka mtaani Karen, kisha tutarejea hapa studio kwenye mazungumzo. Hapa mtaani Karen ambapo huzuni inaendelea kutanda hapa. Wakazi na wananchi mbalimbali wamejitokeza wakijitokeza kumwomboleza kiongozi ambaye amepigania demokrasia ya nchi hii kwa miongo sasa. Hadi kufikia sasa tumeona viongozi kadhaa wakadha kutoka tabaka mbalimbali, wale wakiwemo wale wa upinzani na wale wengine pia kutoka serikalini.
hapa kwenye vile unavyoona kwenye runinga yako, hawa ni waombolezaji ambao wamejitokeza ili kumwomboleza kiongozi huyu ambaye alikuwa ameenziwa na watu wengi. Kumbuka Raila amekuwa kwenye mstari wa mbele kupigania demokrasia ya nchi hii, na tulivyoona hapo awali nyumbani kwake hapa mtaani Karen kumejaa pomoni, magari, wale viongozi kutoka upinzani wamejitokeza ili kumwomboleza kiongozi huyu ambaye amekuwa mstari wa mbele ili kuzungumzia masuala mbalimbali ambayo yanahusiana na nchi hii. Labda tutazungumza tu na wakazi hapa, watuambie wewe kama mkazi wa Karen ama labda mkazi wa Kibra ama mkazi wa Kenya, labda wewe una ujumbe gani, umechukulia jambo hili Raila kufariki namna gani? Mimi kwa majina naitwa Jane. Mimi ni mkazi wa hapa, nimetoka katika kijiji cha Embulbul Ngong. Mimi kama mwana ODM nimesikia uchungu sana kumpoteza baba. Pamoja na wafuasi wenye naona hapa tuko na uchungu sana kumpoteza baba. Maana baba ndiye alikuwa anatuambia tuende left, tunaenda left. Tuende right, tunaenda right. So ni uchungu sana kumpoteza baba na hatujui nani atamreplace. Hata tukiangalia kwa viongozi wetu wa ODM, hatuoni nani atamreplace baba. So tuko na uchungu sana sana sana. Tumehuzunика sana kumpoteza baba sana sana mimi. Mwelekeo ni upi sasa? Ule mwelekeo huko, baba alikuwa ametuacha mahali. Hasa kama viongozi hawa wako mbele yangu watakaa waseme pala ituache tukue hapo, tutakaa hapo. Lakini kama hawa watasema tusonge, tutasonga. Lakini alikuwa ametuweka mahali na ametuacha mahali fulani. Labda nyinyi kama viongozi wenye wamefika humu ni akina nani ambaye pia umemwona yuko karibu hapa labda kumwomboleza Raila? Viongozi wako hapa wengi, hata mbunge wetu wa Lang'ata ako hapa. Kuna viongozi tu wengi ODM wako mahali hapa, wamefika hapa. Tumekuja pamoja kujumuika pamoja tuomboleze baba. Labda nizungumze na mwingine, wewe kama mkazi ambaye alikuwa amemwenzi Raila sana, wewe wasema una ujumbe gani kwa sasa nao labda tumempoteza kiongozi huyu? Mimi hata sina ujumbe kwa sababu ile uchungu niko nayo, nina uchungu. First time kuona baba ilikuwa kwa matanga kule nyumbani 1996. Alikuwa ameenda kwa mazishi ya anko ya mama Ida, alikuwa anaitwa Oluwande Koduol. So from there nimekuwa nikijitahidi nimfikie, lakini ikawa ni shida. Sasa wakati sasa nakuja kumuona baba, nakuja kumuona kwa mazishi, nimesikia uchungu. Sina amani. Tulikuwa tunafanya kwa Oluwande Koduol kule nyumbani, pale panaitwa Ukaya. So nikajua nitafika kwa baba kwa urahisi, lakini kulikuwa na vizuizi vingi. Sikuweza kumfikia tuweze kuongea. Kwa hivyo hii kifo imenihuzunisha, hata sina la kuongea. Pole sana. Labda wewe ujumbe yako ni mimi kwanza nimesikia vibaya sana juu baba vile ameenda kwa ile wakati haufai. Ametuacha kama bado Kenya tuko mahali mbaya sana. Huyu ni one selfless man mwenye alikuwa anaibiwa, anasema for the sake of peace wacha nchi isonge mbele. Saa hii ameenda, everything is at a crossroad, hatujui ni wapi tunaenda. Raila amejaribu kutetea kila mwananchi, kila raia maskini ama tajiri. Saa hii wenye tumebaki nao ni wale wa kuangalia tumbo yao. So sisi sijui hata pastors hatuwezi sema tuombee Kenya. Juu hata wale mapastors uko nao wanaangalia tumbo yao. Hapa mimi naona Mungu hatatufanyia vizuri. Angepatia baba miaka kama zingine 5 tukijiandaa vizuri. Hatujasikia vizuri. Naweza sema tu hayo. Wewe labda uko na ujumbe huu? Kwa majina naitwa Joel Odhiambo kutoka Kisumu County. Mimi maoni yangu katika kifo cha Raila imenishtua sana. Ilikuwa niko kwa nyumba, nikapigiwa simu na rafiki yangu ya kwamba baba amelala. Wakati hiyo stima imepotea, nikaakisha data, nikaenda Facebook, nikaona kumbe mzee amelala. Kajisikia niende nijisaidie kidogo ndio nirudi. Baada ya hayo nikasema nikimbie nijishuhudie mimi mwenyewe. Na kumbe baba amekufa na sisi hatuna furaha. Mungu alaze roho yake mahali pema peponi. Asante. Labda kama wewe mwanadada naona una huzuni mwingi sana. Wewe ujumbe wako ni upi? Mimi ujumbe wangu kwanza nikianza kwa majina naitwa Caroline Odhiambo Juaya. Mimi ni mzaliwa wa Siaya County. Nimoleka Homa Bay County.
nikinena kidogo kuhusu Raila. Raila amekuwa family friend yangu. Mimi nilizaa watoto 3. Raila akakuja kwangu akaniambia tafuta watoto. Sasa hiyo mniambie nani atafuta watoto wangu. Ilikuwa sana hiyo ya chini. Raila alinipea pesa nikafanyia watoto birthday. Raila amekufa kama chakula keki ya watoto wangu. Aliniambia atarudi kuniambia pesa tunafanya ndio watoto wangefaa waanze shule Januari. Sasa amekufa, watoto wangu wako na 2 years, 2 months, na triplets, wavulana 2 na msichana mmoja. Kwenye raji. Pole sana mwanadada. Pole sana. Mimi kama jenzi inaniuma. Mimi bado niko mdogo. Niko na 30 years. Na Mungu alinibariki na watoto. Mwanangu ana kazi. Mimi mwenyewe nauza masuruari, manguo huko Katuekera. Nilitoka niende niuze. Nikaambiwa rafiki yake amekufa. Hata penye niko hapa sijui viatu zangu ziko wapi, simu yangu iko wapi. Nilikuwa pressure, nikapelekwa hosi, nikapewa dawa, ndo nikabebwa na gari, watu wakatuwekera wakanileta hapa. Mimi nataka tu mniambie ni nimeua Raila. Ya pili, watoto wangu watasoma aje? Hiyo tu. Pole sana. Labda wewe wamkumbuka Raila namna gani? Najua kuna huzuni. Bwana, mimi kama ujiko chama ya Kibera maandamano iko na chungu kubwa. Sida, jambo ya kwanza, Wakenya iko na sida juu Raila ni mtu mkubwa amekufa. Kitu naomba Wajaluo kani pole. Hiyo siasa ya ndogo hizo siasa ya babu wino hizo ndogo sitaki kusikia sai. Nataka tu mambo ya Raila kwanza, alafu hiyo mambo ya sasa tutanini baada. Uzuri Raila wamewacha Wajaluo kwa serikali. Wajaluo sitaki kwa serikali. Hebu angalia mimi. Jaluo sitaki kwa serikali. Bila Ruto Raila amewacha watu wapo, baki hapo. Hakuna mtu utatoka hapo. Kama babu hataka kwenda, enda. Wewe ni murabu, enda. Unabaki kwa Raila, Ruto plus Raila. Na mtazamaji, hizo zilikuwa ni picha za moja kwa moja kutoka mtaani Karen, ambapo wananchi wa kawaida wameendelea kufika katika eneo hilo ili kuomboleza pamoja na jamaa, marafiki na viongozi mbalimbali ambao wamefika katika eneo hilo, na wengine bado wanaendelea kuelekea katika eneo hilo ili kutoa risala za rambirambi. Na pia Rais William Ruto anatarajiwa pia wakati wowote kufika katika eneo hilo la Karen ili kutoa risala zake za rambirambi pamoja na kuomboleza na familia ya marehemu Raila Odinga. Na viongozi mbalimbali, mtazamaji, wanaendelea kutuma risala za rambirambi wakimtaja kama kiongozi ambaye mchango wake utasalia kwenye kumbukumbu za historia za taifa hili. Kumbuka mtazamaji, Raila Odinga ameaga dunia baada ya kupata mshtuko wa moyo akipokea matibabu katika hospitali moja kule nchini India, haswa katika eneo linalofahamika kama Kothalkulam nchini India. Na waziri mkuu wa taifa hilo pia ametuma risala za rambirambi kwa sababu anaufahamu kuhusiana na Raila Odinga ni nani, mchango wake katika taifa hili, siasa za eneo la Afrika Mashariki pamoja na ukanda wa bara la Afrika kwa ujumla. Na wengi wanaendelea kufika na kutuma risala za rambirambi, bado wanaelekea, na tumeona umati mkubwa wa wananchi wakifurika na kuelekea katika eneo hilo. Na hapo sasa ndipo ninapowajumuisha wageni ambao wako hapa kwenye studio. Ishara hiyo inatueleza kipi? Kwa sababu wanaelekea kule, wanaendelea kuelekea na watafurika, na eneo hilo halina nafasi ya kutoshea idadi hiyo kubwa ya wananchi ambao wanaendelea kuelekea katika eneo hilo. Inatoa ishara gani? Ningependa kusema kwamba habari tulizozipata sisi,
wandani wa Raila Amolo Odinga, hata pia watu wa ODM walizipata mbele yetu. Mimi kwa maoni yangu ingekuwa vyema kama viongozi wa ODM kama Sifuna, Babu Owino na wengineo wangepeana mwelekeo, waseme kwamba sisi wote watu ambao wanataka kuandamana na kumon Raila Amolo Odinga wapatane sehemu ya kama Uhuru Park ama Nyayo Stadium ama popote pale penye uwanja, kwa sababu watakapoenda pale Karen yale ni manyumba ya kibinafsi na tena boma yake Raila Amolo Odinga haiwezi watoshea wote. Unapoangalia sasa kuna wengine wako katika CBD. Unapotazama sahi kuna ambulance ambazo zinafaa kupeleka wagonjwa hospitalini. Kuna gari ambazo zinafanya kazi za dharura ambazo haziwezi ngojea. Kwa hivyo tungependa kusema japokuwa tunaomboleza, tusilete maafa mengine, kwa sababu kama sasa hapa kukakuwa na ambulance na ina mtu ambaye anahitaji kufika hospitalini kwa dharura, tunaweza leta maafa mengine tukiomboleza. Kwa hivyo mimi ningeomba tu kwa heshima na unyenyekevu kwamba viongozi wa ODM waite mkutano wa dharura, wapeane mwelekeo, waseme direction ni sawa, sisi wote tupatane Uhuru Park ama sisi wote tupatane Nyayo Stadium. Watu wapatane pale, waweze kujumuika kwa pamoja, hata kama ni maombi yafanywe. NCCK wako hapa, wanaweza donate some Anglican bishops na kanisa liungane pale, kuwe na maombi, kuwe na kitu ambacho kinakaa ni kama kina mpango wa aina fulani. Na pia daktari, pia naona unataka kuchangia kuhusiana na kile ambacho tunakishuhudia kwenye runinga kwa sasa. Nimesema hivi, vile anasema ni ukweli. Nimesema Raila ukitaka kudescribe vizuri unasoma Psalms 126 verse 5. Alipanda kwa majozi lakini tunafuna kwa furaha. So wakati wa machozi tutarajie furaha. Na tusifanye kifo ya Raila ifanye watu anze kulia tena. After this difficult moment, baada hii wakati mgumu, tumalize tukusherekea maisha ya Raila. The best way vile tunafanya vyema ni kwamba tuhakikishe kwamba hata tukilia kuna culture, kuna vile watu wanalia kwao. Sasa tufanye hivi tafadhali. Vile amesema tujipange. Wachungaji wataenda, watalia, watahubiria watu, watafundisha watu, lakini tuwe na specific spaces. Wale wataenda Uhuru Park, lakini tusiende nyumbani kwa mama. Pale nyumbani kwa mama ni barabara moja. Sisi wasa tuwezi tukatoshea pale. Hata sisi wachungaji wachache ambao tutaenda pale kuomba na familia. Na familia hata saizi wako katika hizo shughuli. So kitu kizuri ni kwamba si Sifuna peke yake. Wale wengine wote ambao tunawazika, wachungaji wenzangu na wale wengine, to direct members wetu tuelekee mahali fulani. Preferably kama tukipata nafasi pale All Saints Cathedral, mahali ambao wanaabudu, tuende pale. Na kama hiyo space ni ndogo, tuvuke hapo nyuma safari Uhuru Park. Tujipange vizuri. Alafu wale tunaenda tuhubiri, wale wa maombi tuombe. Alafu Psalms 126 verse 5 ikipitisha kwamba ndio ilikuwa maisha ya Raila. Amepanda kwa huzuni, tunavuna kwa furaha. Asante sana Kariuki. Sasa pia kwa sababu wewe pia umefuatilia taarifa za aina hii, kile ambacho tunakishuhudia kwa sasa, umati mkubwa unaendelea kuelekea katika eneo hilo, na kwa kweli hakuna kile ambacho kinaonekana watambua wasielekee kiwafanye kugeuka, kulingana na jinsi ambavyo umekishuhudia katika maandalizi ya taarifa za aina hii. Unaona iwapo wataelekezwa wasifike katika eneo hilo, hali itakuwaje? Nafikiria, sitaki kusema maybe ni a bit too late kucommunicate kwa sasa, lakini nakubaliana na wote wawili kwamba labda kungekuwa na namna ya kuwasiliana ambayo ingesaidia kuhakikisha kwamba hatuoni picha kama hizi. Hata hivyo nadhani lilitarajiwa kwa sababu tunajua siasa ambazo zimekuwa zikiendelea wakati Raila Odinga anaendeleza siasa zake, na nilikuwa nikisema hapo awali kwamba kila wakati ambapo Raila Odinga ameitisha mkutano wa kisiasa, wao jitokeza vizuri sana. Ukiangalia Uhuru Park, kuna taarifa ilikuwa imepata kuangazia wakati alikuwa amejiapisha mwenyewe, walitokea kwa wingi sana. Akiitisha mkutano kama Mkunji, watu hutokea wengi sana. Akiitisha mkutano wa eneo la Kibra, watu hujitokeza. Hata Uhuru Park watu hujitokeza sana. Hivyo hili ni jambo ambalo lingeonekana litafanyika wakati taarifa hizi zingeweza kutolewa, hili lingefanyika. Na wakati unafanya kufanya nini, cover ama kuangazia taarifa kama hizi, wakati mwingi unapata kwamba unakuwa na
kibarua sana. Najua hata mwenzangu Lennox ambaye amekuwa hewani na wengine kina Kamariki na hata kule Kisumu Bwire na Nakuru Gashuhi watakuwa na kibarua sana, kwa sababu kucontrol ama kuweza kuelekeza hawa wafuasi na kudhibiti umati huwa vigumu sana, kwa sababu tukio ambalo limefanyika ni tukio la kifo ndio, lakini linaandamana sana na linaandamana sana kisiasa, kwa sababu yeye ni mwanasiasa. Hivyo, na alikuwa na ushawishi mkubwa. Kisiasa alikuwa na ushawishi mkubwa sana, na ndio hata utaona Rais William Ruto ameelekea nyumbani kwa Mama Ida kuweza kuzungumza naye. Inakuonyesha kwamba sasa kitakachosubiriwa tu hapa ni kutafuta namna labda watatulizwa hawa, wasifanye uharibifu. Na alivyosema mambo na mchungaji pale ni kwamba viongozi wanafaa sasa waanze kuzungumza. Unaona, wakati ambapo Rais William Ruto labda ataitisha ile tunasema ni press conference ama kuhutubia wanahabari na kuhutubia taifa kuhusiana na taarifa ambazo zimetokea, labda hilo ndio litaweza kutuliza hali, aweze kupeana mwelekeo wa namna ambavyo wa Kenya wataweza kumkumbuka Raila Odinga. Asante sana Daniel Kariuki. Bila shaka kufikia hapo sasa wewe nakuaga ili uende ukapika pike. Ndio nikapika namna hii kwa sababu pia mtazamaji atataka kujua mengi kuhusiana na Raila Odinga, ya kisiasa hata ya maendeleo na namna ambavyo labda serikali inajiandaa kwa mazishi ya Raila Odinga, kwa sababu lazima kuna mwelekeo utakaotolewa. Rais William Ruto ameshaitisha kikao cha kamati ya usalama, na vile vile ama baadaye atakuwa na mkutano wa baraza la mawaziri. Hivyo nafikiria kwamba serikali itakuwa ikichukua swala hili na kuanza kuliangazia wao wenyewe. Hivyo ninavyokueleza nitakuwa nikimwelezea mtazamaji haya yote kwenye taarifa zetu. Pamoja sasa na serikali jumuishi kuanzia sasa itachukua hatua gani? Nafikiria lilofanyika litabadilisha siasa za Kenya sana. Litabadilisha siasa za Kenya sana, kwa sababu tunapozungumza eneo la Nyanza, hatuwezi tukasema kwamba sasa lina kiongozi, amekuwa ni kiongozi wa Nyanza. Hivyo viongozi wale ambao wamekuwa labda wakiwa wanamfuata Raila Odinga sana na hawajaenda kinyume na matarajio ya Raila Odinga, sasa kama wamekuwa wakimtegemea sana kisiasa, itabidi waanze kujipanga afresh upya, kujua kama unanuia kuwania kiti chochote mwaka 2027, itabidi uanze sasa kujipanga utafuata mwelekeo upi. Alafu ukiangalia akizungumza na Lennox pale, kuna jamaa ambaye alikuwa akisema kwamba tulivyo kwa sasa Raila Odinga ametuacha tukiwa kwa serikali, tutakaa pale kwenye serikali, lakini mambo yatabadilika sana, kwa sababu lazima kila kiongozi atajaribu kutafuta namna, na pia wataanza kujipanga kuona ni nani ambaye atakuwa kiongozi wa eneo la Nyanza. Wataanza kujitokeza na utaona kutakuwa na ubishi mkubwa sana wa baadhi ya viongozi kutoka eneo hilo la Nyanza. Alafu pia maeneo mengine pia ataanza kujipanga namna tofauti, kwa sababu walikuwa labda wamekaa kando kidogo wakisema Raila Odinga atakuwa na usemi kwenye uchaguzi wa mwaka 2027. Sasa labda kifo chake tu ndio kina usemi sasa wa mwaka 2027. Asante sana Daniel. Ningesema hivi, Sahela anaenda, tafadhali tujaribu sana wakati wa maombolezo, tujaribu tusiende kwa siasa sana, sababu hili jambo ni jambo la Mungu na watu. Sasa tufikirie Mungu na watu, na lifanywe na watu wawili, lifanywe na serikali na lifanywe na dini, ili jambo liishe, alafu mambo ya siasa ikuje baadaye. Lakini kuzingatia na kiungo kile ambacho alikuwa anashikilia, ni rahisi kweli kutenganisha hayo kweli fanya mambo? Itakuwa vigumu sana kuyatenganisha haya mambo mawili. Na sababu ni hii: ingelikuwa Raila Amolo Odinga alipata urais mwaka wa 2022, inamaanisha kwamba hivi leo ama kesho kama nchi tungekuwa tunamwapisha Martha Karua. Kwa hivyo ukweli ni kwamba itakuwa vigumu sana kutenganisha siasa na maisha ya Raila Amolo Odinga. Kama sasa jinsi ilivyo, maswali ni familia wataanza aje kutoka India, mwili utakuja vipi? Ujue kwamba siku ambapo mwili utafika hapa itakuwa siku yenye huzuni kuliko leo.
Na sasa mipango itakuwa mipango ya aina gani kutoka pale uwanja wa ndege kuelekea mpaka mahali ambapo kutakuwa na public viewing, kwa sababu mimi najua kwamba mila za Kijaluo mahali ambapo yeye anatoka ni tofauti sana na kwetu sisi Wakikuyu. Wakikuyu hata mnaweza kuwa na watu 5 wakiview mwili waseme tumeona on your behalf na yeye. Lakini kwa Wajaluo lazima watake kuona mwili na lazima watake kuspend time na mwili, na sisi tunaheshimu hiyo mila yao. Kwa hivyo mimi naona ni kuna uwezekano wanaweza taka kuweka mwili wa Raila kama ule wa Mwai Kibaki na kama ule wa Moi to lay in state. Na wakiamua kufanya hivyo, because mimi najua kwamba atapatiwa a state burial. Kumbuka kwamba alikuwa prime minister. Kwa hivyo ni lazima atapewa state burial. Na kama atapewa state burial, shida itakuwa tena pale mwili wake utawekwa wapi ili wananchi watazame. Mipangilio, kwa sababu mtakapoamua kwa mfano kuweka pale bungeni, ni kumaanisha kwamba mambo katika CBD kwa muda wa wiki moja ama 2 yatakuwa magumu sana. Kwa hivyo sasa ni lazima sasa yale mambo yote yaanze kuchipuka na kujiuliza the best place ya kuweka mwili wake, ili watu ambao wanataka kumpa nini heshima za mwisho wanina, labda familia inaweza amua labda hata pumzishwa hapa Nairobi. Kwa kawaida watu wa kutoka pale kwa Nyanza hawapendi kuzika watu wao Nairobi. Kwa hivyo sasa tena kuna mipango mingine ambayo inafanyika kule alikotoka. Kwa hivyo ukifanya hesabu kama hizi unaona kwamba mipango lazima ianze kupangwa, na mimi natakia kila laheri kamati ile ambayo itakuwa inapanga. Asante sana fanya mambo. Namuona pia Macharia Munene amejiunga nasi na tutakuwa tunasikia kutoka kwake wakati wowote kuanzia sasa. Mtazamaji, kumbuka ni matangazo maalum kuhusiana na kifo cha kinara wa ODM Raila Odinga, ambaye pia alikuwa kwenye serikali jumuishi. Ni kifo ambacho kimetokea hii leo, na kwa hivi sasa bado mtazamaji tunaendelea kufuatilia. Mtazamaji, kumbuka ameaga dunia akipokea matibabu nchini India, haswa katika eneo linalofahamika kama Kothalukulam kule nchini India. Na waziri mkuu wa taifa la India Narendra Modi ametoa kumbukumbu zake kwenye mtandao wake wa X, ambapo amesema amehuzunishwa sana na kifo cha rafiki yake ambaye ni aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga, ambaye pia ni kiungo muhimu kwenye siasa za Kenya. Amemtaja vile yule Modi ambaye ni waziri mkuu wa taifa la India. Anasema kwamba anaradhi alikuwa anamfahamu huyo kiongozi Raila Odinga, ambaye wakati pia walipatana naye tangu alipokuwa waziri katika eneo la Gujarat kule India. Ni ujumbe ambao waziri mkuu wa India Narendra Modi ameuandika kwenye mtandao wake wa X kuhusiana na kifo hicho cha Raila Odinga. Mtazamaji, kumbuka kinara huyo wa chama cha ODM ama kiongozi wa chama cha ODM ambaye pia alikuwa kwenye serikali jumuishi, amefariki akiwa ndani ya serikali jumuishi na Rais William Ruto. Amefariki hii leo kule nchini India, ameaga dunia akipokea matibabu, na inasemekana kwamba amepata mshtuko wa moyo alipokuwa anaendelea kupata matibabu. Ni taarifa ambayo tunaendelea kuiangazia kwa undani, ikizingatiwa mchango ambao ameutoa kama kiongozi wa kisiasa, na kwa miaka mingi amekuwa kiongozi wa upande wa upinzani humu nchini, na amechangia mengi katika kutoa mwongoza na mwelekeo wa siasa za Kenya, ikiwa pia mchango wake katika kubuni vyama vingi. Alitoa mchango mkubwa sana humu nchini, na ndiposa hii leo matangazo ni maalum kuhusiana na kifo hicho chake cha Raila Odinga. Mtazamaji, kumbuka bado tunaendelea kutupa macho kule mtaani Karen, ambapo Rais William Ruto anatarajiwa kufika kule na kutoa taarifa, ikiwa ni pamoja na kutoa risala za rambirambi kuiomboleza familia, jamaa, marafiki pamoja na taifa kwa jumla. Na umati mkubwa tumeweza kushuhudia. Mwenzangu Sengre anaendelea kufuatilia
na tumeona umati mkubwa wananchi wanatembea kwa miguu kutoka mtaa wa Kibra, mahali ambapo Raila Odinga alikuwa mbunge wa eneo hilo la Lang'ata kwa muda mrefu, na kwa hivi sasa kuanzia mwaka 1992 hadi mwaka 2013 alikuwa mbunge wa Lang'ata, na bila shaka ndiposa wanaona kwamba wamempoteza kiongozi waliyekuwa wanamfahamu kwa karibu na kwa miaka mingi. Wanaelekea kwa miguu kuelekea katika eneo la mtaa wa Karen, na hapa bado mtazamaji tuko kwenye studio, tunaye Macharia Munene amejiunga nasi ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa na historia. Karibu sana Macharia Munene. Asante sana. Tukiwa bado nafanya mambo, ni mchanganuzi wa masuala ya siasa, karibu tena. Na pia na Daktari Alphonse Sekanga, ni mwenyekiti wa baraza la makanisa nchini NCCK tawi la Nairobi. Kabla sasa mwelekezi wangu anaeleza kwa hivi sasa Rais William Ruto amefika mtaani Karen, na picha zake ndizo hizo ambazo unaziona hapo kwenye runinga yako. Ni picha ambazo bila shaka ameshafika kule kujumuika na familia, ikiwa ni pamoja na viongozi kadhaa wa ODM pamoja na wabunge na viongozi wa bunge. Tunaona pale mtazamaji, tukiwa tunatarajia wakati wowote huenda atazungumza Rais William Ruto, atazungumza kuifariji familia, jamaa na marafiki na taifa kwa jumla kuhusiana na kumpoteza kwa kiongozi huyo ambaye alikuwa amepata ushirikiano wa karibu na kubuni serikali jumuishi. Kabla sijapata sasa kutoka kwa fanya mambo na Daktari Alphonse, karibu sana Macharia Munene. Ni yapi ambayo utayasema kuhusiana na matukio ya leo, kifo cha Raila Odinga? Tuseme kwa kawaida ambapo mtu yeyote anafariki ni wakati wa hofu. Kweli. Hata kama kulikuwa na matarajio, wakati utafika. Ukifika watu wangali wana hofu, maana hiyo ni kawaida. Na kwa mtu kama Raila, hata ikiwa alikuwa anasemekana ni mgonjwa na mambo kama hayo, kifo chenyewe chochote huwa ni wakati wa hofu. Na kwa wakati huu Kenya ina hofu juu ya kumpoteza mtu mmoja ambaye ni kinara na ambaye amehusika na historia ya Kenya kwa miaka tuseme 30 hivi. Sitaki kusema miaka yake yote. Maana hapo mbeleni alikuwa chini ya kivuli cha babake. Na ndipo kati babake aliaga 1994 na miaka 30 wakati karibu au zaidi ya miaka 30. Na babake naye alikuwa ameshaingia kwa serikali ya Rais Moi. Walikuwa na uhusiano vizuri. Kwa hivyo inaonekana ni kurudia matukio yanaonekana yanajirudia. Maana sasa naye mtoto ameshaingia serikali ya William Ruto. Na kawaacha wenzake ambao wako kwa upinzani. Vile babake aliwaacha wao wengine walikuwa kwa upinzani. Kwa hivyo ni kama marudio ya hivyo. Na kwa kawaida tuseme mambo mazuri matupu juu ya mtu. Lakini kwa heshima yake na kwa historia ya nchi ni kusema shida ambazo alikumbana nazo na akajitokeza kwa njia gani mwenyewe. Maana ushindi wake ilikuwa ushindi juu ya upinganizi, na ukilinganisha hayo yote mawili, kusema huwezi ongea juu ya historia ya Kenya. Ni yote mtu anataka kusema huwezi kwa miaka hii 30 imepita bila kuongea juu ya Raila. Basi hiyo ni kuonyesha umaarufu wake. Hiyo sikusema ati alikuwa mzuri au mbaya, lakini huwezi bila kumgusia Raila. Kwa sababu amechangia sana. Amechangia, yuko hapo. Na hakuna jambo ambalo lilikuwa linatukia na ukose kusikia jina Raila hapo katikati. Na iwapo hata hangenyamaza watu wangeshangaa baba yuko wapi. Sasa ndio walikuwa wameanza kushangaa ameenda wapi. Mpaka ikabidi kakake mkubwa na wengine kusema hapana, yuko tu ameenda India. Lakini na swala la afya liachiwe familia. Walijitokeza kimasomaso kule kaunti ya Busia na kusema kwamba swala la kiafya msilitilie siasa, liachie familia. Liachie familia. Maana watu walikuwa shaona huyu mtu hayuko kwa hali nzuri.
Shida iliyoko kwangu hiki kitu kilikuwa lazima kitukie, lazima, maana dalili zilikuwako. Na kama jinsi ambavyo mnazungumza, kwa sababu nyinyi wote mmekubaliana, kwa kweli huwezi zungumza kuhusu siasa za Kenya bila kumtaja Raila Odinga. Sasa siasa za Kenya zitachukua mwelekeo upi? Sijui tuanze na wafanya mambo ama tuanze na fanya mambo kisha mashauri. Kuna jambo ambalo ningependa kusema. Na hili nataka Kenya muandike kwa record kwa sababu limetendeka leo. Tutakuja kureview. Rais William Ruto leo ameitia idhini 8 bills. The National Land Commission Amendment Bill of 2023. Wakati nyinyi mnaomboleza, alianza na kuzitia sahihi. Akaenda akatia the Wildlife Conservation and Management Amendment Bill of 2023 ameipitisha. The Computer Misuse and Cybercrimes Amendment Bills. Jenzil, tuanzeni kusoma. What are the amendments zinapitishwa kwa sahihi na zinawekwa idhini leo? The National Police Service Commission Amendment Bill of 2024 imetiwa sahihi leo asubuhi. The Air Passenger Service Charge. Unakumbuka hiyo maneno? Air Passenger Service Charge Amendment Bill ambayo mliletea shida sana. Mnapopiga kelele na kuomboleza, kuna mtu ambaye ametia sahihi. Kuna mambo yanayofanyika. The Virtual Asset Service Providers Bill 2025. Na la muhimu kabisa, the Privatization Bill 2025. Hizo zimetiwa sahihi leo State House asubuhi. Utakapoangalia the official Facebook page ya William Samoei Ruto, mtakuta kwamba hizo bill zimetiwa sahihi leo. Sasa kitu ambacho kitatendeka ni Wakenya watakuwa wamefocus sana na matanga ya Raila Amolo Odinga. Na mimi sasa leo usiku wa leo naenda kuzichambua hizi bills 8. Ni nini hizo ambazo zilikuwa zimefanywa amendment na zitatuhusu vipi kama Wakenya? Kwa sababu it is a very timely. Mimi ningeomba awisha angengoja kidogo hata tumalize mambo ya mazishi ama ifanywe kama jana. Lakini kwa sasa Wakenya mko pale, kumbukeni kuna bill 8 zimepitishwa na waomba mfikirie kuhusu hizo 8. Yes. Na kwa sababu kutokana pia na hilo, kwa sababu ni mambo na siasa, na kwa kweli hata kama kuna kifo lazima masuala yataendelea nchini. Huu ulikuwa wakati mwafaka. Hii miswada haingesubiri. Na mbona sahihi zitiwe sasa? Ukweli ni kwamba katika baadhi ya miswada hii kumekuwa na mambo na tetesi hata kotini. Tutapata wakati wa kuichangamua vizuri na kunena na Wakenya kuhusu miswada iliyopitishwa leo. Lakini kwa leo tunaambia tu Wakenya, unajua kitu inaitwa bookmark. Unasema hii tulikuwa tumeweka hapa. Unajua kusoma Biblia unakuanga na bookmark. Unaweka bookmark, unasema hii tulikuwa tumefika kitabu cha Luka. Si ndio mchungaji? Unaweka hiyo Biblia, unasema tulikuwa tumefika hapa, tuko na bookmark. Tutakaporudi, unajua factory settings. Tutakaporudi, kwa sababu tutarudi, tutajiuliza hizi bills 8 zilizopitishwa sisi tukiomboleza. Ndio. Na hilo litatuelezea nini? Again, nirudia kile nimesema hapa awali. Nikasema kwamba katika kimombo ningesema Raila leaves a legacy not of grounds denied but of seeds sown in tears reaped in joy. Amewacha Psalms 126 verse 5. Tafadhali tungejaribu sana, because this gentleman amenyimwa hizo crowns mara mingi na hizo crowns zikaleta furaha. Tujaribu sana wakati huu tusifanya mambo ambayo itafanya Wakenya waone ni kama hatukuwa na haja na Raila. Ile imefanyika ni tendo la Mungu na ni wakati wa maombolezi. Tuchukue muda wote tufikirie mambo ya maombolezi. Ningeuliza kama ameweka saa hizi, inawezekana ilikuwa iko katika system ifanywe. Lakini kama ningeuliza pia ningesema hivyo, kama ameweka saa hizi tungoje mpaka tumalize maombolezo. Mambo yote inaweza kuwa stand still. Isimame tungoje maombolezo, ikiisha ndio tusianze mambo ya kuchocheana. Tuanze uchochezi, tuanze kutupiana maneno. Sababu Raila alipanda kwa machozi, akanyimwa crowns, lakini huwa tufikirie crown ya ile kunyimwa alinyimwa. Tunakumbuka furaha ambaye hizo kunyimwa ilileta baadaye. Kuna watu ambao Prof yuko hapa na mambo ya historia. Prof ni kwamba nimesema hapa awali ya kwamba nyinyi vile mlivyo
ni sababu ya ile machozi Raila alipata. Raila akipata machozi, mkitoka hapo mnapata nini? Furaha. Unaona watu wanakuwa na handshake, hata wale wako wanatarajia, unaona inabadilika. Recently kulikuwa na machozi. Saa hizi kuna watu sasa ni CS. Baada ya machozi ya Raila au anapata nini? Amenyimwa crown, yes. Lakini hiyo crown ni kama Elijah. Elijah alinyimwa crown, lakini tunamkumbuka kama mtu ambaye aliweka historia ya dini ya Agano la Kale. Na ukisoma mambo ya Elijah katika Elijah chapter 2 inakwambia vile Elijah alinyimwa, hakupata crowns, lakini finally ni mtu ambaye anakumbukwa kwa muda mwingi sana. Kwa hiyo tufanye nini wapenzi? Kama ni lazima tuongee mambo ya siasa, tuongee vile kulienda na vile kulikuwa. Historia, tukumbuke historia. Historia inatusaidia kujipanga kesho, lakini tusianze kujipanga katika masishi saizi. Tusianze uchochozi kujipanga saizi. Ni sasa kufanya nini? Kulia na kuomboleza. Again, hii mambo iweke katika mkononi mwa familia na dini na nchi. Viongozi wa nchi, familia na dini waongoze crowds. Hii makutano mengi sana inaweza kuwa control na dini, kanisa, sababu Raila ni Mwangilikana na mtu wa NCCK, alafu serikali to control crowds na tujaribu to control midomo na maneno machafu kutupiana. Ili tuone tukumbuke sasa ile crown, ile tusikumbuke crown alinyimwa, tukumbuke furaha ambayo Raila alileta kwa wengi. Yeah. Asante sana pia daktari, kutokana na huo mchango wako. Bila shaka kuna mengi ambayo ya kuzungumza, na kama tumekuwa tukitaja ni kwamba kando na kuwa kiungo muhimu katika siasa za humu nchini, ametoa mchango wake katika eneo la Afrika Mashariki pamoja na bara la Afrika kwa jumla, ikizingatiwa kwamba pia mwaka jana tu alikuwa anapigania nafasi ama wadhifa wa wenyekiti wa tume ya muungano wa bara Afrika, pamoja na pia kwa hivi sasa mtazamaji, kama unavyoona kwenye runinga yako, ni kwamba Rais mstaafu Uhuru Kenyatta pia ametoa kwenye ukurasa wake mtandaoni, ametoa risala za rambirambi akimtaja Raila Odinga kama kifo chake kama pigo kwa taifa pamoja na kwake binafsi, ikizingatiwa kwamba walifanya kazi pamoja, na anasema kwamba kwa kweli taifa limepoteza, na kama yeye binafsi kama kiongozi na rais wa zamani wa taifa hili anaomboleza kwa sababu alimfahamu vyema sana kama mwenzake katika ulingo wa kisiasa, na pia alisoma mengi kutokana na Raila Odinga, ikizingatiwa kwamba yeye alikuwa ni kaka mkubwa kiumri na pia alikuwa na uzoefu kisiasa kumshinda, na walifanya kazi pamoja naye kwenye serikali yake, na pia wakati pia Uhuru Kenyatta alikuwa kama waziri, alifanya kazi na Raila Odinga. Na bila shaka mtazamaji, kuna mengi ambayo pia tutakuwa tunaangazia kuhusiana na zile jumbe ambazo zinatumwa na viongozi mbalimbali walio serikalini kwa sasa, walio kwenye siasa kwa sasa, walio staafu, pamoja na viongozi wa matabaka mbalimbali. Na pia kuna ujumbe tutakuwa tunapata kutoka kwa muungano wa bara Afrika AU. Tutakuwa pia tunapata ujumbe baada ya muda usio kwa mrefu, na kwa hivi sasa kulingana na yale ambayo kwa kweli tumeshuhudia na yale ambayo yanaendelea kujitokeza, kifo hiki sasa ni pigo kwa serikali jumuishi ama hali itakuwaje, Macharia? Sana ni pigo kidogo lakini labda kuna manufaa kidogo kwa serikali ambayo iko na maana. Raila alikuwa ndani ya serikali na alikuwa ameeleza na kuambia wafuasi wake msimamo ni gani. Msimamo ni Ruto, alikuwa amewaambia hivyo. Na tunakumbuka hivi majuzi, sisi Governor Wanga alisema mahali akituambia twende hivi tutaenda hivi, na watu wasizungumze, mwache mkubali, amesema hivyo, mtafuateni. Kwa hivyo hakuna mabadiliko makubwa yatafanyika ndani ya serikali, maana Raila hakusema kitu kingine cha kufanya ubadilishe msimamo. Sasa hapo serikali itasikia sasa inakalia vizuri. Na ndani ya chama cha Raila ODM na wafuasi wake, baada ya muda mfupi kutakuwa na malumbano, wakipigana nani atachukua nafasi ya Raila, nani ataendeleza. Na
Sasa kuna watu fulani hivi ukiwaona wako hasa si juu ya chama peke yake, lakini uongozi wa Raila nani atauchukua? Na tunaona watu fulani hivi ambavyo wamejipatia sifa kwa kuchukua msimamo, na wengine wana wafuasi kiasi, lakini si kama Raila. So baada ya muda mfupi hivi tutaona haya mashindano nani atachukua uongozi. Chama cha ODM kilikuwa kishaanza kukatika, kitakatika kwa sababu hawatakubaliana msimamo ni gani. Na tumeona sasa kuna pande mbili sasa sijui labda zitaongezeka, lakini huo mpasuko utazidi. Kwa hivyo yale atakuja baada ya mazishi, na mchungaji amesema kwanza tuzike mtu tuweke siasa kwanza. Lakini niseme mchungaji hata kuongea mazishi hiyo ni siasa. Maana kila kitu huamuliwa na siasa, saa zingine mzuri, saa zingine mbaya. Na vizuri sana kuwa na msimamo na maono ambayo yanafaa kwa wakati huu. Ni kutuliza mioyo na kusema tuko hivi na mambo kama hayo. Maana kama vile tulikuwa tumesema, kifo cha mtu yeyote ni hofu. Hata kama tulikuwa imetarajiwa, watu lazima wanasikia nini? Shida. Kwa hivyo baadaye tutaona vile kutafanyika. Kutakuwa na mabadiliko kwa serikali wakati huu juu ya hiyo. Wakati ambao serikali inajichunguza ndani, kulikuwa na mtarajio, mambo mengine yalisemekana ati kwa sababu Gideon Moi ameingia kwa serikali labda kutakuwa na mabadiliko. Basi hayo mabadiliko yatakuja si sasa, lakini wakati mwingine iliko sionekane kama kuna jambo fulani. Na vile kwa mambo amesema hapo, amesema kitu cha maana. Kama kuna mambo yamepitishwa kwa haraka, basi labda kifo kimekuwa kisingizio. Kuna jambo ambalo ningependa kusema, na hili jambo ningependa kulisema kwa ndugu wetu na dada zetu ambao wanaomboleza kutuliko, especially watu wa Nyanza. Niwaambie kwamba nimepata ujumbe kwamba kunao wabunge kutoka kule kwetu mlimani ambao wanajaribu kumobilize vijana waonekane katika towns za Mount Kenya wakicelebrate kifo cha Raila. Ningependa kuambia watu wa kutoka Nyanza na kule kwingine na kwa Kenya wote ambao wanampenda Raila Odinga, mkiona huo upuzi, mjue kwamba sio sisi watu wa Mount Kenya. Kuna viongozi wachache ambao wanataka ionekane ni kama, kwa sababu kuna watu wamekuwa kiuza narrative ya kwamba Wakenya wanapigana Wakikuyu na Wajaluo. Na sasa wamepata opportunity. Ni vile sitaki kutaja hao wabunge wawili, lakini wanajijua mahali wapo. Ati kwamba saa hii wako Nyeri wanamobilize vijana ili watu waonekane wakitokea na matawi wakicelebrate kifo cha Raila Odinga kule Nyeri, ili tuonekane kwamba sisi Wakikuyu ni watu insensitive na ni watu ambao hatuna haja na Raila Amolo Odinga. Mimi ningependa kuambia Wakenya wote mahali ambapo mko, mkiona huo upuzi, mjue kwamba sio sisi watu wa Mount Kenya. Kunao wabunge wawili ambao saa hii wanafanya hiyo kazi na tunajua, na wana mobilize ili watu watokee, waingie kwa barabara, waonekane na majani wakisema kwamba watu wa Mlima Kenya wana celebrate kifo cha Raila Amolo Odinga. Ukweli ni kwamba mimi ni Mkikuyu, nilimpigia Raila Amolo Odinga kura, na Raila Amolo Odinga alipata zaidi ya kura milioni 1 kule Mlimani, na hakuna Mkikuyu yoyote ambaye ana celebrate kifo cha Raila Amolo Odinga. Mtakapo waona watu kwa barabara, mtakaposikia mambo kama hayo, mjue ni upuzi ya wabunge wawili kutoka sehemu hiyo, na tunajua wametumwa na nani. Kwa hivyo sisi on behalf of the whole of Mount Kenya tunaomba msamaha kama watatokea na kama watafanya upuzi, kwa sababu as we speak mobilization inaendelea Nyeri. Kwa hivyo naomba sana mtuchukulie kwa sisi, mtuone huruma. Sisi hatujakubali upuzi, we are not part of it. Na kama itafanyika, na tunaomba wasifaulu, kama itafanyika, watu wa kutoka sehemu ya Nyanza, tafadhali msichukulie ni kana kwamba Wakikuyu wana celebrate kifo cha Raila. We don't. Mimi mwenyewe nahuzunika, nimempigania Raila Amolo Odinga sana, nilikuwa ndani ya Azimio. Kwa hivyo tumekataa huo upuzi, na ijulikane fika kwamba
sisi hatuko part of that arrangement hata kidogo. Na kwa kweli kuhusiana hata na hisia za binadamu yoyote aliye na akili timamu, hata sio utu kusherehekea kifo cha adui. Shida ni kwamba ile shida iliyoko Kenya ya kiuchumi kwa sahi, mtu akipewa shilingi 500 ama 1000 anaambiwa enda kwa barabara, anauliza naenda kufanya nini? Lala kwa barabara useme hivi. Na unajua wale watakuwa pale kama dakika 10 tu, video zichukulie ziwekwe kwa mtandao, itaharibu na itasambaza na itafanya ionekane ni kama kwamba sisi watu wa kutoka mlima tuko insensitive. That's not how we are. Sisi tunamheshimu Raila Amolo Odinga, tunaheshimu contribution yake kwa nchi hii, na sisi tumetoa risala zetu za rambirambi, and we mean it. And we mean well for the family. Asante sana Fana Mambo kwa kutoa mwelekeo huo, na bila shaka mtazamaji, kwa kweli wananchi wasikubali kutumiwa na viongozi walio na ubinafsi ili kuendeleza matakwa yao, kwa sababu wanafanya vile kutokana na ubinafsi wao wa kisiasa, na wao wenyewe wanajua kile ambacho wanataka kukivuna. Mtazamaji, bila shaka msikubali kutumiwa na wanasiasa walio na matakwa yao yaliyo na ubinafsi. Na mtazamaji, kama nilivyoendelea kukueleza ni kwamba viongozi wa kisiasa, viongozi wa matabaka mbalimbali wanaendelea kutuma jumbe za rambirambi hasa kwenye mitandao yao ya kijamii, na kama unavyoona kwenye runinga yako ni kwamba mwenyekiti wa chama cha KANU Gideon Moi ametuma ujumbe, na nitasoma kwa Kiingereza. It is profoundly sad moment for our nation following the passing of Kenya's former Prime Minister, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, earlier today. Indeed, Mr. Odinga was the most consequential political figure of our time. Throughout his distinguished career as a member of parliament, cabinet minister and prime minister, he steered some of the most transformative reforms that reshaped the social and political fabric of our country. Ni ujumbe wa risala za rambirambi za mwenyekiti wa chama cha KANU Gideon Moi, akielezea kuhuzunishwa na kifo cha Raila Odinga. Kumbuka mtazamaji, Gideon Moi pamoja na Raila Odinga wametagusana kwenye ulingo wa kisiasa, ikizingatiwa kwamba wote ni wanasiasa wa muda mrefu. Na pia idara ya mahakama imetoa ujumbe ikielezea kutoa rambirambi kuhusiana na kifo cha Raila Odinga, na tutakuwa tunaendelea kukueleza mengi kuhusiana na jumbe ambazo zinaendelea kutumwa na viongozi wa humu nchini, viongozi wa ukanda wa Afrika Mashariki, viongozi wa bara la Afrika, pamoja na viongozi kutoka maeneo mbalimbali kote duniani, kwa sababu kwa kweli Raila Odinga ni kiongozi ambaye anafahamika nje ya mipaka ya bara la Afrika. Tukirejea hapa kwenye studio, kuna hoja ambayo Profesa Macharia Munene alitaja kuhusu tutarajia kutakuweko na mpasuko kwenye chama cha ODM pamoja na eneo la Nyanza. Ni nini huenda ambacho kitapelekea kuwepo na huo mpasuko? Je, alijiwekea sana, alijishikia sana na kutoachilia kwa baadhi ya wenzake, ama bado hakuacha kiongozi ambaye angeendeleza kile ambacho alikianzia? Tuanze na daktari. Surprisingly nilikuwa nataka mahali amewachia kusema kwamba wanasiasa tafadhali watupatie nafasi. Tunajua wanajua kuchora. Sasa hii wanachora, wanajaribu kuchora kuuliza kwamba kutaendaje, kutakuwaje. Na wengi wao wanatafuta vile watafaidika na hii kifo ya mzee wa nchi. Huyu mzee ameenda, wanasiasa wanachora. Na wale wanachora kwa niaba ya kabila zao, hiyo ni makosa. Na wakumbuke jambo la kwanza, Raila yuko na familia. Kuna mama, kuna watoto, na ni Wakenya kama wengine. Kuna wajukuu, kuna ndugu, kuna dada. Na huko ukienda Raila watoto wameoa huko pande ya Central. Kwa hivyo kifo ya Raila isitumike kwa watu kuchocheana, isitumike sababu mtu anataka kuchora ajifaidishe kulingana na ile mambo anataka. Kwa hivyo tuambie wale wengine tafadhali, wale tunaomba tuingie katika maombi. Lakini mambo ya Nyanza kutakuwaje? Kuna watu wengi wamesema Raila ni Mjaluo, Raila ni Mluhya. Hawa watu wote waliamini Raila. Raila ni mtu ambaye alikuwa gifted. Ni mtu ambaye alikuwa na kipawa. Ni mtu ambaye alikuwa na kipawa ya kupendwa na watu. Na ukweli ni kwamba watu ambao wanatoka Nyanza na watu ambao wanatoka Western ambao Raila amekuwa na ushawishi mkubwa, ukweli ni kwamba hawa watu pia wana akili, wanakubali kifo si ya binadamu, ni ya mtu. Kila mtu ataenda. Baba ameondoka katika stage, kila watafanya already
watajipanga vile kuna kuja. Lakini pia tukijipanga kuna ile inaitwa special interest. Watu ni werefu saizi, watu washakomaa, watu hawajakuwa mahali watu walikuwa 1992, watu wamekomaa sana. Na kama watu already wanakubali ya kwamba baba ameenda, nini itafanyika hapo? Lakini ile ushawishi alikuwa nayo, mimi nina hakika ya kwamba watu wa Western, wale watu Raila alikuwa nakuzana nao, watu wa Western na watu wa Nyanza watajipanga kadri ya mambo yalivyo. Watajipanga wajue wanaenda wapi kuanzia sasa. Na wakijipanga wajue Raila alikubaliwa katika nchi yote. At one time Raila alikuwa ndio msichana ambaye anapendwa sana katika Central. Okay? Hata ingawaje kulikuwa na special interest. Walikuwa wanamuita njamba. So wewe ukapinduka sasa useme ati sasa unapanga kitu pale ati ndio semekana mtu an celebrate. Na jamba inamaanisha kiongozi. Yeah, kiongozi. At one time alikuwa anapendwa. At one time Raila alikuwa anapendwa sana kule pande ya Kakamega. Kwa hivyo kazi ambayo tunafanya ama maslahi yangu ama kujipenda isifanye tulete mfurugo katika maisha ya Raila. Again, nimesema kwamba kanisa lichukue nafasi yake, inchi ichukue nafasi yake, tuzike baba, alafu tuende kwa mikakati ya kujipenda. Usifanye kitu ambacho tutaona huyu, na ujua Kenya si wajinga bwana, wajinga waliisha. Wajinga ni wachache sana Kenya. Kwa kuna kitu ukifanya saa hizi itakuchoma kesho. Asante. Sasa fanya mambo pia ningetaka pia wewe kulingana na ujuzi wako kuhusiana na masuala ya siasa, kulingana na ile hoja ambayo pia profesa pamoja na daktari wamekubaliana nayo kuhusu kuwepo labda kuna mianya ambayo tutaanza kushuhudia, kuna mipasuko fulani ambayo tutaanza kushuhudia. Huenda itachangiwa na nini? Ni kipi ambacho kilitarajiwa kufanywa lakini hakijafanywa? Kwanza kabisa ningependa kusema hata hamtangojea 2027. Kuna uchaguzi mdogo unaokuja Kasipul Kabondo. Pale Kasipul Kabondo kuna wengi waliokuwa hawakubaliani na candidate wa ODM. Na ndio maana uliona by elections za Kasipul Kabondo zilikuwa na vita vikali sana. Magari yalivunjwa vioo. Zilikuwa by elections ambazo hazikuwa free and fair. Lakini wengi walijifanya kwamba wanakubaliana na chama kwa sababu hawangetaka kupoteza viti vyao, kwa sababu kule unapokuwa haukubaliani na baba Raila Amolo Odinga hauwezi chaguliwa. Sasa pale Kasipul Kabondo katika uchaguzi mdogo ujao, hata the dynamics zishabadilika sasa. Tangu vile tu baba amepumzika leo asubuhi, kuna wengi ambao walikuwa wanajifanya kwamba wako comfortable ndani ya ODM, lakini ni kwa sababu hawakuwa wanataka kuhitilafiana na Raila Amolo Odinga. Sasa ambapo baba amepumzika, ukweli utadhibitika. Ukwamba ni kwamba watu watadhihirisha nia zao za kweli. Na tutaona wale ambao walikuwa wanampenda baba kabisa na wale ambao walikuwa ni uoga tu wa kupoteza nyadhifa zao. Kwa sababu kule kama labda we ni MCA, unaweza kuwa kabisa labda haukubaliani na ODM. Unaweza kuwa kabisa haukubaliani na yule candidate wa ODM. Lakini unaona mimi nataka kuchaguliwa tena kama MCA. Na hapa lazima nichaguliwe na ODM. Kwa hivyo walikuwa na yafanya mapenzi ya baba. Sasa wakati umefika ambapo itakuwa sasa kitu haifanyi kwa sababu ya mapenzi ya baba, ila watu watatoa sasa nia zao za kikweli na watu watafanya vile ambavyo walikuwa wanataka kufanya. Kwa hivyo mpasuko utakuwa ndani ya ODM na utakuwa kwa sababu ukweli utadhihirika. Pia kuna wanasiasa ambao walikuwa lazima wategemee Raila Amolo Odinga ili wachaguliwe. Walikuwa wanahang na koti za baba. Ati sasa mimi as long as niko karibu na baba nitapata. Lakini sasa baba hayuko. Sasa ni wewe na wananchi, na nafurahia kwamba wakati umefika ambapo watu sasa lazima ujitetee kwa wananchi. Sifurahii kifo cha baba. Nafurahia kuisha kwa mfumo ambao kuna watu ambao ilikuwa hawana umaarufu wao kibinafsi. Umaarufu wao inatokana na uhusiano wao na baba. Mwisho kabisa hapa Nairobi kwetu, nakumbuka Babu Owino akisema kwamba tiketi ya ODM ya gavana ishapatiwa Sakaja. Sasa mwenye kupeana tiketi ya ODM ilikuwa ni baba mwenyewe. Na haungepata tiketi ya ODM yoyote ile hata MCA as a surprise to baba. Lazima alikuwa anajua ni nani anapata tiketi ya ODM. Sasa ile tiketi ya ODM ya Sakaja bado itakuwa. Na sasa kinyang'anyiro cha Nairobi kimebadilika. Asubuhi ya leo kinyang'anyiro cha Nairobi kimebadilika kwa sababu
watu wengi wangeogopa. Hata Babu Owino alikuwa anaogopa kubishana na baba. Lakini baba ameondoka. Unaona kama Babu Owino ataogopa kubishana na Junet Mohamed? Ama unaona kama Babu Owino ataogopa kubishana na wale watabaki pale? Shikilia hapo, tutakuwa tunachanganua zaidi ya hapo. Na ni nani ambaye huenda sasa ataendeleza huu mwanga wa Raila Odinga? Shikilieni hapo. Kwa hivi sasa, mtazamaji, kama nilivyokuelezea, viongozi mbalimbali ukanda wa Afrika Mashariki, bara la Afrika na pia nje ya mipaka ya bara la Afrika wanaendelea kumwomboleza Raila Odinga, kwa sababu ni kiongozi ambaye alikuwa na umaarufu katika mataifa mengi ukanda wa Afrika pamoja na kanda zingine. Na kwa hivi sasa ujumbe ambao tumeupokea ni wa kiongozi ama Rais Samia Suluhu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Tanzania, ambaye amesema, nimepokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya kifo cha Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Tumempoteza kiongozi mahiri, mwana jumuiya wa Afrika, mpenda amani na mtafuta suluhu, ambaye ushawishi na upendo wake haukuwa tu ndani ya Kenya bali Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Msiba huu si wa Kenya pekee bali wetu sote. Kwa niaba ya serikali na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninatuma salamu za pole kwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, Mama Aida Odinga, watoto, familia, ndugu, jamaa, marafiki na wananchi wote wa Kenya kwa msiba huu. Ni ujumbe wa Rais wa Tanzania Mama Samia Suluhu, ambaye ametuma ujumbe wake kwenye mtandao wake wa kijamii. Tutaendelea kuangazia hizi jumbe za viongozi wa kisiasa, viongozi wa matabaka mbalimbali, pindi tutakavyokuwa tunapokea hizo jumbe za risala za rambirambi, viongozi wakiendelea kumwomboleza kinara wa ODM Raila Odinga. Kwa hivi sasa, mtazamaji, tutaenda moja kwa moja hadi katika kaunti ya Mombasa, ambapo mwenzangu Tobias Chanji anazungumza na wananchi kutoka eneo hilo. Chanji, iwapo unanipata, chukua usukani. Naam, bila shaka Agnes, tuko katikati mwa jiji la Mombasa kupata tu hisia na risala za rambirambi kutoka kwa wakazi wa eneo hili. Ikumbuke kuwa kaunti ya Mombasa ilikuwa imechaguliwa na chama cha ODM, na ambapo itakuwa mwenyeji wa zile sherehe za kusherekea miaka 20 ya chama hiki cha ODM. Kumbuka kuwa weekend iliyopita kulikuwa na kindumbwe baina ya timu fulani ambako zimecheza, na sherehe hii ilikuwa inatarajiwa kufanyika Novemba tarehe 23, lakini kutokana na habari hizi za kifo cha kinara Raila Odinga, haijulikani kuwa hatima yake itakuwa ni vipi. Kwa sasa wacha nipate hisia na maoni kutoka kwa wakazi wa Mombasa kuhusiana na jinsi wamepata habari hizi za kifo cha aliyekuwa kinara ODM. Kwanza kabisa, mimi kwa majina naitwa Rafael Ondie Kodienyi Wakaya. Mimi ni mkazi wa Mombasa, Ziwa la Ng'ombe, katika Nyali constituency. Mimi kama mwanaharakati wa ODM niko na huzuni sana 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 sana. Na Raila Odinga wa Kenya watamkumbuka miaka 500 kutoka leo, kwa sababu taifa hili Raila aliipenda kushinda hata bibi yake Ida Amolo Odinga, kwa sababu takriban miaka 50 wa Kenya ameenda. Hatutamkumbuka vizuri kwa sababu tumemnyang'anya uongozi mara 4, na Raila ndio naona hii freedom of speech yeye ndiye ameleta, devolution yeye ndiye ameleta, katiba ya 2010 ndio yeye ameleta. Kwa hivyo mimi naweza kusema poleni wa Kenya, na sisi kama wana ODM tuwe pamoja na Mheshimiwa Rais wa Taifa William Ruto atoe muongozo mzuri na taifa iwe na amani chini ya Raila Amolo Odinga kama ameaga dunia. Thank you very much. Namshukuru sana. Kabla ya kuja kwako, acha tupate tukauli ya mzee. Sogea karibu. Majina yako ni yapi na una hisia zipi za kuelezea? Langu mimi jina ni Brigadier Michael. Ni mwandani wa siasa wa Raila katika mkoa wa Pwani. Kila wakati tunaongea na simu tukijuliana hali ya Mombasa. Neno hili nilipokea kwa njia ya huzuni sana, kwa sababu kabla mzee hajaondoka kwenda huko matibabu, nakumbuka ni siku ya Ijumaa ambapo tuliongea na yeye mara ya mwisho kwa simu tukijadiliana kuhusu hali na Pwani. Nilipopokea jambo hili nilijua kifo ni jambo la kawaida, lakini sisi kama jamii ambapo tumekaa katika mkoa wa Pwani kwa muda mrefu, tutajadiliana kama taifa
sote tunaomba kwa amani, tukae na amani wakati kama huu, kwa sababu kila jambo tutaipanga tujue ya kwamba imefika namna inavyostahili. Natakia kila laheri wa Kenya unapohuzunika kifo ya Baba Raila Amolo Odinga. Tuwe na amani, tusifanye fujo, tusiharibu mali ya watu, tuhakikisha kwamba tuongee kwa sauti moja kila kama wa Kenya, jamii wa taifa, rangi moja, bendera moja, bila kubagua kabila, jamii ama rangi ya mtu. Na watakia kila laheri tunapokuwa kama hapa. Tutapanga njia nzuri, na tumaye njia ya maziko bado inapangwa. Nikiwa mmoja wao nitakuwa hapo ndani, tutajua sote tukiwa katika toa heshima zetu za mwisho huko kwake jani nyumbani kwake Opoda, wote tutakuwa pamoja. Asanteni sana. Nashukuru sana, na ni ujumbe kabambe. Brigadia, majina yako nani? Kwa watu wanataka kuzungumza ni wengi, tuongee tu kwa kifupi. Mimi kwa majina ni John Gichana, kwa jina lingine Obonyo Gichana, nikiwa mwanaharakati wa ODM, pia nikiwa kiongozi katika ngazi ya Mvita constituency, na mimi nikiwa ni baadhi ya diehards wa mzee Raila Amolo Odinga. Leo tumepatikana na huzuni kubwa katika nchi yetu. Raila alikuwa ni mentor, ni rafiki. Mimi alikuwa ananiita Jakisi, akiwa ni rafiki sana wa karibu. Tunaomboleza na tunaungana taifa nzima kwa ajili ya kuleta watu wetu pamoja. Kifo cha Raila kisilete fujo, bali kilete utangamano na umoja wa taifa. Asante sana. Asante sana. Kaka, utaniradhi kidogo tupate pia sauti ya mama. Kwa majina naitwa Rosemary Omony aka Iron Lady. Mimi kwa hakika hii kifo ya Raila yani imeniwacha nikiwa na huzuni mwingi sana. Raila ni Mjaluo na ni kiongozi wetu wa kijamii. Kwa hivyo kila Mjaluo siku ya leo ako na huzuni, na Kenya yote kwa ujumla iko na huzuni. Kwa hivyo sisi tunaomba tu rais wetu Mheshimiwa Ruto akaweze kutoa mwongozo, Kenya ikaweze kubaki na amani, tukaweze kumourn in peace. Kwa hivyo mimi kile kitu ambacho ningependa kushukuru, hata kama Raila ameenda, lakini ameacha Wajaluo katika serikali. Kwa hivyo hiyo ni jambo ambalo lazima tujivunie. Amepigania hii Kenya na at long last ameacha Wajaluo wakiwa kwenye serikali. Kwa hivyo sisi ni kushukuru na kuomba roho yake ikaweze kupumzika kwa amani. Ni hayo tu kwa sasa. Lakini je, alikuwa ni kiongozi tu wa Wajaluo pekee kama wa Kenya kwa jumla? Labda atajibu swali hili. Majina yako nani? Mimi naitwa Kenneth Maundu Mudhoka, mwanachama wa Jubilee Party of Kenya, na sisi ni wa timu moja ya Azimio, na ile jambo ambalo limetupata ni huzuni kwa taifa lote na kwa jamii sana sana ya Azimio. Mimi Raila Amolo Odinga nilimjua 1997 wakati tukiwa Liberal Democratic Party, na amefanya mengi kwa ajili ya hili taifa, na tunasema pole sana kwa ajili ya jamii, na tunaomba wa Kenya wawe pamoja wakati tunahuzunika. Asanteni. Naomba sauti ya mwisho. Nyinyi wawili basi. Asante sana. 30. Asante sana. Kwa majina wananiita Leni Oguna, na tunasema leo hii tuko na huzuni mingi sana wenye wezi pimwa kwa njia yoyote. Tunasema tumepoteza baba wetu, na ni baba wa taifa na anaeleweka ulimwengu mzima. Baba kila mtu anamjua kila mahali, na tunasema pole sana, na tukue pamoja kama vile baba ametuacha ndani ya serikali. Ruto, ujue babako pia ndio huyu amekufa sasa. Mimi nimepiga pole sana. Kwanza wacha nipige salute kwa komanda yangu Raila Amolo Odinga, pumzika na amani. Mimi kwa majina naitwa Samuel Okoth kwa SOK. Mimi kifo ya baba imenistua sana, hata sasa hii sijui kama nitakula, lakini naomba tu Mwenyezi Mungu anipe nguvu, sababu Raila amepigania hii nchi tangu 1992. Tunapigania maisha bora. Kama tunataka kufika Canaan, mambo zinatokea, tunafikiri hao ni watu wetu watatufika Canaan, kumbe hata Mungu ametuweka sisi mahali pabaya, lakini tunajua tutafika Canaan. Sisi watu wa ODM tunaomba tu umoja. Umoja ni nguvu, tengano ni udhaifu. Tunaomba sana tukue kitu kimoja. Tukisambaratika, baba amekufa, chama pia itakufa, na tunaomba tu watu wasikane, tukue kitu kimoja. Baba alituambia kila siku tusikeni, mkae pamoja. Mkae pamoja, mkitengana Kenya itaisha. Shukrani sana kwa ujumbe huo. Kama ulivyosikia ni hisia, risala, rambirambi vile vile kutoka katika wakazi wa eneo hili au ukanda huu wa Pwani kuhusiana na kifo hiki cha ghafla.
Kwako studio. Tobias Chanji kutoka kaunti hiyo ya Mombasa, ambapo tumewasikia wananchi pale wakihimiza kuhusiana na jinsi kiongozi Raila Odinga alivyokuwa anashinikiza uwepo wa umoja na ushirikiano miongoni mwa Wakenya. Na huyo mwananchi wa mwisho ambaye amezungumza na Chanji kutoka kaunti hiyo ya Mombasa amesema wananchi wanafaa kuendeleza hilo, kuhakikisha kwamba taifa linadumisha amani na ushirikiano. Bado tukiendelea kupokea jumbe nyingi na tukitarajia kwamba Mama Aida Odinga ambaye kwa hivi sasa ni mjane wa Raila Odinga wakati wowote anatarajiwa kuzungumza ama kuhutubia umati ambao umefika na kufurika eneo lake la Karen. Aida Odinga anatarajiwa kuzungumza kutoka kule Karen pamoja na viongozi wengine ambao wamefika katika eneo hilo kutoa risala za rambirambi, kuelezea kusikitika kwao pamoja na kumsifia huyo kiongozi ambaye bila shaka amechangia, ametoa mchango mkubwa zaidi na ni kiungo muhimu katika kubuniwa ama katika historia ya Kenya. Na pia mtazamaji, kama unavyoona pia kwa hivi sasa Simba Arati ambaye pia ni kiongozi katika chama cha ODM na pia ni gavana wa kaunti ya Kisii ameelezea kusikitishwa na taarifa za kifo cha Raila Odinga ambaye amemtaja kama kiongozi, kama rafiki na aliyekuwa rafiki wa karibu na kama kiongozi wa chama chake cha ODM ambaye amefariki asubuhi ya leo akipokea matibabu katika hospitali moja nchini India. Na ameweza kutoa risala zake za rambirambi kwa Aida Odinga pamoja na familia ya Raila Odinga, familia yote ya Raila Odinga. Mtazamaji, kinaya ni kwamba hii leo ambapo Raila Odinga ameaga dunia ndio siku ambayo pia ndugu yake mkubwa anasherehekea siku yake ya kuzaliwa. Sasa ni furaha ama ni huzuni? Ni kwa mpigo kwa hiyo familia. Sio? Ni mimi nilikuwa naendeleza kitu. Sababu wakati nilipokuwa naongea ulikuwa umeuliza swala fulani. Umeuliza sasa siasa za ODM zitakuwa vipi? Na nikaelezea nikasema kwamba waliokuwa wananing'inia katika koti za baba na sio ODM peke yake, eneo nzima la haswa la Nyanza. Haswa la Nyanza. Na ni wengi waliokuwa wananing'inia katika koti za baba ili wachaguliwe. Lakini kumbukeni kwamba hapa petu Nairobi aliyemuokoa gavana Sakaja ilikuwa Raila Amolo Odinga, kwa sababu in fact walioanza mswada wa kufanya impeachment ya Sakaja ilikuwa wana ODM, lakini Raila Amolo Odinga akawaita na kumuokoa Johnson Sakaja. Sasa Sakaja ajue ile unifying factor, the sole voice ambayo inaweza ita MCAs wote wa Nairobi kwa pamoja na kuambia msijaribu kupita njia hii na wakose kupitia njia, kwa sababu katika county mondo mama omoswa mondo weche mang'eny dhi chiu mbele ka to mama nikech ung'eyo buok ma embe en go. Dong ung'eni mama be nigi buok. Wadwa ni mana omosu kaito dhi adhi oyue kaito wadhi yudo weche te bang' mano. Wayie. Aya. Adwa nukwe. Kwe. Alo, kwe. Kwe bed ping kwe. Tulieni kidogo. Tulieni kidogo. Hello? Hello? Listen. Oh, the other side.
Hello? Hebu tutulie kidogo niseme kidogo tu. Poleni sana. Wange. Na mtazamaji, kama unavyoona kwenye runinga yako, ni viongozi ambao wamefika katika eneo hilo la Karen, mtaani Karen, kumomboleza Raila Odinga, kutoa risala zao za rambirambi pamoja na kumpa pole mama Aida Odinga. Tumewaona viongozi, Gladys Wanga ambaye ni gavana wa kaunti ya Homa Bay akizungumza kwa kutumia lugha ya Dholuo, akiwatuliza wale wananchi ambao wamefika pale, kuwaeleza watulie. Na pia tumemwona mama Aida Odinga akijaribu kuzungumza, na tutakuwa tunafuatilia, na wakati wataanza kuzungumza tutakuwa tunafuatilia tena na kukuletea hizo semi ambazo watakuwa wanatoa moja kwa moja. Tukirejea sasa hapa kwenye studio, Fanya Mambo, ulikuwa unatoa hoja yako kabla pole ya kukukatiza. Ni sawa, nashukuru. Sasa nilikuwa nasema kwamba ni kweli kwamba siasa zitabadilika. Zitabadilika katika sehemu zote ambazo ODM ilikuwa na chaguzi, na pia kwa sehemu ambazo ODM haikuwa na wabunge ama MCAs ambao wamechaguliwa. Kwa sababu ukumbuke kwamba ODM was a factor. Mpaka mnaposema mnataka kusimamisha mtu sehemu ambayo ni cosmopolitan, mnajiuliza tukisimamisha wawili na ODM isimamisha itakuwa vipi? Kwa hivyo kunazo hesabu ambazo zilikuwa zinafanywa katika sehemu ambazo ni cosmopolitan kama Nakuru, parts of Nairobi na kwingineko, kwa sababu ya umaarufu wa ODM. Sasa itakuwa vyema sasa watu kuanza kujiuliza siasa hii itakuwa vipi. Lakini la mwisho na la muhimu ni matrix ya re-election ya William Ruto ambaye alikuwa anasema tutam. Alikuwa na matumaini makubwa sana kwamba Raila Amolo Odinga angemuunga mkono na angemletea the entire Nyanza region ikiwa imeshikana kama kura za kole. Lakini sasa itakuwa vigumu, kwa sababu mimi naona hata independent candidates watakaopata viti kule Nyanza watakuwa wengi sana. Kwa sababu itakuwa vigumu mtu kuonyeshana kwamba kabisa anapinga ODM. Sasa anaona sitasimama na DCP kule, ama sitasimama na Wiper kule, ama sitasimama na chama kingine, lakini watakaoenda kama independent watakuwa wengi sana watakaotoka katika sehemu ya Nyanza. Sasa mtazamo wako daktari ni upi, ikizingatiwa yale ambayo yamechipuka, mchango ambao alikuwa ametoa na hadhi ambayo pia alikuwa anashikilia? Je, alikuwa amejiandaa kwamba kwa sababu pia umri ulikuwa umesonga, kwamba iwapo hata labda kiumri ama kiafya atadhoofika, alikuwa amemwandaa yule ambaye ataendeleza hii safari? Mimi sioni kama Raila alikuwa na hiyo mipango ya kuendelea sana. Na kulingana na fikira zangu, Raila haja yake ilikuwa kuweka inji pamoja. Ilikuwa watu wakae pamoja anapoendelea. Hivi majuzi alisema ya kwamba ODM haitapeana mtu wakati wa 2027. Sidhani kama Raila alikuwa na haja, because alikuwa anajijua. Raila kama amekuwa in and out kwa ugonjwa, nina hakika sio ati lazima Raila alikuwa anajipanga kucompete. Lakini vile amesema, kweli kutakuwa na changamoto kidogo. Na nilikuwa nataka kabla sijasema niseme ya kwamba ni vizuri watu kujua ya kwamba ya Mungu ni mengi. Kama inji ya Mungu ni mengi. Kama Raila angekuwa rais, sasa tungekuwa na mwanamke kama rais. Martha Karua angekuwa rais saizi. Lakini Mungu ana vile anapanga inji. Mungu ana vile anafanya mambo yake. Tusidanganywe ati sababu Raila ameenda kuna jambo litafanyika ambalo liko katika mpango ya Mungu. Kabla hatujakuwa Mungu alikuwako. Kwa hivyo Mungu mwenye kumchukua Raila ni vizuri tujua kwamba yeye ndiye amejua wakati kama huu kutaenda. Kwa hivyo usilete furugu ikuletee shida mwenyewe kama mtu ukose kupata na
nafasi yako ya kustawi katika maisha yako, tuachie hapo. Lakini kweli kutakuwa na shida, kutakuwa na shida sababu ya ile attachment kila mtu alikuwa nayo na Raila. Hata hao wanasiasa watakuwa na shida kidogo, watakuwa na shida kujua tutaenda wapi. Lakini tunapojipanga tutaenda wapi, tutatoka wapi, tusingangane sana tujikute mahali ambayo tumefanya mambo hatukuwa tunastahili kufanya sababu Raila ameenda. Kutakuwa na changamoto, ndio changamoto iko. Kuna mipango Raila alikuwa nayo, na Raila fikira zake zilikuwa fikira za kutoka hapa na badilika. Kwa hiyo nina hakika hata kama kutatokea sikuna wale alikuwa ameweka kama viongozi, si hao watatokea na waendeshe hiyo kazi mpaka mahali alikuwa anataka, ingawaje watakuwa na changamoto. Ile kitu inafanya ni kwamba lazima wajifunze kumanage watu saa hizi, wajifunze management ya crowds, wajue ya kwamba kusema kweli kuna uhusiano nilikuwa nao na Raila. Raila ameenda sasa, mimi nifanye nini kama mtu? Alafu tuulize Mungu apeane ushirikiano ya hii watu wote, apeane muongozo kwa hii watu wote. Si hapo kuna chama na ODM, si huyo chama na ODM mkubwa akidoka, panya akitoka, panya utawala, paka akitoka, panya utawala. Na panya anaweza fanya kazi mshangae, hata huyo Wanga anaweza fanya kazi mshangae, muone vile kutakuwa. Kama Mungu akosa kuchunga, mtakuta Wanga ameendelea mpaka mshangae usema kumbe Mungu alikuwa na sababu ili jambo litokee vile lilivyo. Na ikizingatiwa kwamba amekuwa chini ya Raila Odinga kwa muda mrefu. Amesoma yes. Amekuwa watisaibu wa Raila. So mimi nina hakika kwamba Wanga akipewa nafasi atafanya mambo mpaka mshangae mjue kwani kuliendaje, kulikuaje. Na Raila kwa miaka mingi si hata alikuwa na nguvu namna hiyo. Raila ilikuwa household name, na watu ndio walifanya hiyo household name likawa neno la nyumba. Tukisema sasa household name ni Wanga, hata Wanga atatenda mpaka watu washangae kuliendaje. Sababu ya Mungu ni mengi, na mtu asiseme yeye ndio mjuaji. Hapa hakuna ujuaji, ile iko ni kwamba ni nini Mungu amepanga. Ile tunawacha ni kwamba tuache ujeuri, ubinafsi na kujipenda, na tukusema sasa ni mimi. Who is the greatest? Who is the greatest? Raila aliweka Wanga, wacha Wanga aendelee. Asante sana daktari. Na kama ametaja kwamba iwapo Raila Odinga angepata ushindi wakati ule alipokuwa anapigania kiti chini ya Azimio, kwa hivi sasa tungekuwa sasa tunajiandaa kuwa na rais ambaye ni mwanamke, Martha Karua. Na pia mwaka jana ikizingatiwa kwamba Raila Odinga alikuwa anapigania nafasi ama nyadhifa ama wadhifa wa wenyekiti wa tume ya muungano wa bara la Afrika. Hali ingekuwaje iwapo angepata huo ushindi? Hakupata kura thuluthi mbili. Iwapo angepata na sasa haya yatokee, hali ingekuwaje wewe kama profesa na mwalimu wa historia? Na nifikiria kama angepata hicho kiti cha AU, basi tungekuwa na maombolezi mengine na turudie uchaguzi, kutafutua mtu mwingine. Makamu wake angechukua, lakini sijui kwa labda kumekuwa na msukosuko ati tuchague tena ili mtu ambaye ataingia au ameingia kihalali kwa hicho kiti, badala ya kusema ati amepewa tu kwa sababu ati alikuwa hapo. Hivyo kwa Afrika Mashariki, kwa dunia ya Afrika ndivyo nafikiria kungeenda. Kenya ni kweli kama angepata Martha Karua, sasa tungekuwa tuna muapisha kuwa rais kwa muda ambao umesalia, alafu baadaye itakuwa mambo mengine, lakini kwa muda huu ni kuapishwa na amalize hamu ya Raila wakati huu. Hivyo ndivyo kungeenda. Kwa hivyo katiba ilitengenezwa vizuri sana kusema hili likifanyika ni hili, hili likifanyika ni hivi. Kwa hivyo wakati huo tungekuwa na Martha Karua kama ambaye ni rais wa Kenya. Lakini hiyo mambo ya kusema kungekuwa si vizuri sana, maana kubahatisha. Ndio Raila alishindwa kiti cha urais 2022 na kilikuwa chake kushinda, na akashindwa kushinda. Kuna watu walianza kusherehekea kabla hawajapiga kura. Kuna watu ngapi? 600
ambao wangepiga kura na hawakupiga wampigie. Kuna mambo mengine yalifanyika ambayo si mazuri wakati huo yakafanya Raila ashindwe hicho kiti. Si kusema ati Ruto hakushinda, ni Raila alishindwa. Na alishindwa kwa sababu ya mambo ambayo yalikuwa katika timu yake. Hivyo ndivyo kunaonekana. Na niongeze kidogo hapa niseme mzee Oburu Odinga ana jukumu kubwa sana. Ni siku yake ya kuzaliwa. Na kama kaka mkubwa wa familia, sasa ndiye amekuwa baba. Ana jukumu kubwa sana la kutuliza watu. Na ikiwezekana, wacha kwanza nimtumie rambirambi zangu kwa sababu tunafahamiana. Kwa hiyo naweza mwambia, wengine siwajui lakini yeye anamfahamu. Kwa hivyo naweza mwambia akiwezekana atoe taarifa moja ya kutuliza watu, kuambia tumepata msiba na msituongezee msiba kwa tabia ambazo hazifai. Na nafikiri watu wengi watamsikiza. Na akifanya hivyo ataanza kuonekana amechukua uongozi na anafaa kabla watu hawajatafuta nani mwingine. Lakini kwa wakati huu ashikilie, na kishikilia atasaidia zaidi. Alafu jambo lingine ambalo mfanya mambo amesema, au wanasiasa wakora na wana upuzi kuenda kuchochea watu ati waonekane wanafanya hii na hii na hii wakati kuna msiba katika nchi. Huo ni ujinga mkubwa sana. Na sidhani ati watu hawajui. Watu wanajua. Ni kukosa utu. Ni kukosa utu. Labda sijui wafanywe nini ndio warudishiwe utu. Na sitaki kusema labda hajakuwa na utu hata hapo mbeleni. Ni binafsi. Kwa hivyo ingekuwa vizuri viongozi wote au mtu yeyote ambaye ana ushawishi achunge ulimi. Na hii mambo ya kuchochea vijana na watu wengine, sijui kama ni kurusha mawe au kwenda kuonyeshana hii na hii, haifai. Haifai. Na ikiwezekana tuwaulize viongozi ambao wanajulikana wa mstari wa mbele. Wakati huu hatujawasikia, tungetaka kuwasikia wakiwa mstari wa mbele, kutoa rambirambi zao na kuhimiza watu watulie. Tumalize maombolezo. Alafu mambo mengine tutaongea baadaye. Ni kweli kuna mengi ya kuzungumza. Kwa hivyo Oburu aongoze katika huo utaratibu. Ajipatie ujasiri na azungumze. Bila shaka kuna mengi ambayo tunaweza kuzungumza lakini muda haunasi. Asanti sana Profesa Monene Macharia, ni profesa wa historia. Fanya mambo Kinuthia ni mchanganuzi wa masuala ya siasa. Daktari Alphonse Kanga, mwenyekiti wa baraza la makanisa nchini NCCK tawi la Nairobi. Mtazamaji, kwa hivi sasa na kuacha tu na jumbe za rambirambi za viongozi mbalimbali kutoka humu nchini, kutoka kanda ya Afrika Mashariki, bara la Afrika pamoja na mataifa mengine ulimwenguni. Na baada ya hizo jumbe utakuwa unajiunga na mwenzangu Robinson Okenye pamoja na Grace Nganga ambao wamejiandaa kuendeleza matangazo haya maalum kuhusiana na kifo cha kinara wa ODM Raila Odinga. Mimi ni Agnes Gakunga na kutakia utazamaji mwema. Turning around, I had to rather everybody to get in Kingston town. Round the Bay of Mexico, where the sun shone daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop. Perhaps sad to say I'm on my way. Won't be back for many a days.
My head is down, my head is turning around. I had to let a little girl in Kingston town. Round the Bay of Mexico, where the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a days. My head is down, my head is turning around. I had to let a little girl in Kingston town. Round the Bay of Mexico, where the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a days. My head is down, my head is turning around. I had to let a little girl in Kingston town. Round the Bay of Mexico, where the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a days. My head is down, my head is turning around. I had to let a little girl in Kingston town. Round the Bay of Mexico, where the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a days. My head is down, my head is turning around. I had to let a little girl in Kingston town. Round the Bay of Mexico, where the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a days. My head is down, my head is turning around. I had to let a little girl in Kingston town. Round the Bay of Mexico, where the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a days. My head is down, my head is turning around. I had to let a little girl in Kingston town. Round the Bay of Mexico, where the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a days. My head is down, my head is turning around. I had to let a little girl in Kingston town. Round the Bay of Mexico, where the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a days. My head is down, my head is turning around. I had to let a little girl in Kingston town. Round the Bay of Mexico, where the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a days. My head is down, my head is turning around. I had to let a little girl in Kingston town. Round the Bay of Mexico, where the sun shines daily on the mountain top, I
I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many days. My head is down, my head is turning around. I had to let a little girl in Kingston town. Naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Rais wa Jamhuri ya Kenya na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kutetea katiba ya Kenya kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. We are unavoidable. You are unavoidable. Wanaingia kwenye kiwanja. Pia mwekwa chini. Ana referee anaangalia saa. Anapiga firimbi. Na mpira umeanza. Anaanza na mpira, hiyo ni wana Jubilee. Naona kama pale Mariga amechukua mpira mpatia Ruto. Alafu Mashamba na mpira. Na mpira wa Mashamba. Anampatia Musalia. Musalia anampatia Walo. Walo na mpira. Anampatia Wetangula. Wetangula na mpira. Anampatia Butishi. Butishi na mpira. Anampatia Butishi. Anampatia mpira Mtutishi. Amempatia Mariga. McDonald Mariga na mpira. Na mpira na shoot. Lakini goalkeeper Mama Anne Waiguru amenasa mpira bila wasiwasi. Tulikuwa wachache, manake wabunge wengi walikuwa wanapiga mnada kama ng'ombe ambaye amepeleka sokoni. Kuna wengine wanamwambia wewe tuko pamoja, lakini saa ile ya kura anatoroka mara moja, anaenda nje. Anakuambia mimi naenda kwa choo, umuone tena. Sasa wakipeleze mwaga, lakini sisi tulisimama imara. Tulisema tutapiga kura hapa bunge, mtatushinda hapa, lakini baadaye tutaenda kwenye koti ya raia. Lakini hii ni mara ya kwanza ambayo mtapiga kura, sio kwa binadamu binafsi. Lakini kwa nini? Kitu kinaitwa katiba. Wewe umepata bibi, tayari ana mimba. Wakamchukua hiyo bibi, amekuja kazaa kwa mama yako. Hiyo mtoto ni yako? Ni yako hiyo? Si yule ambaye alidunga mimba? Yote sisi mimi ndiye tudunga mimba. Ruto na Uhuru ni baba wa kambo. Baba wa kambo.